Bwana, mimi kwa majina naitwa Azizi Abubakar Kaseke. Mimi ni mtu wa asili ya Tabora na kabila langu ni Mnyamwezi. Tena ni Mnyamwezi pure, yani kwa baba na kwa mama mimi ni Mnyamwezi. Sijachanganya kabisa. Katika familia mimi ni mtoto wa kwanza, yani mimi ndo first born kuzaliwa katika familia yetu ambayo ina jumla ya watoto watatu. Ila mimi ni pacha. Yani mama alituzaa wawili. Mimi pamoja na dadangu ambaye ni Mwajei, yani Mwajuma, ila mimi ndo kulwa, kwa hiyo ni wa kwanza kuzaliwa. Akafuata dada Mwajuma, akamalizia na mdogo wetu Fatuma. So mimi na dada Mwaju ni mapacha. Kisha mama ndo akamzaa mdogo wetu ambaye ni Fatuma. Katika familia yetu mimi kidogo ndo na uafadhali wa maisha. Yani sikuwa nimesoma, ila ile kupambana na maisha, kufanya vya biashara nini, Mungu akawa ana bless. Siwezi kusema kwamba nina pesa sana, ila nina pesa za kuendesha maisha yangu. Nina pesa za kutatua changamoto zangu. Nina pesa za kutoa support kwa wazazi pamoja na ndugu zangu. Naweza nikasema kwamba nilijaliwa kipato kidogo. Mimi bwana nilikuwa ni mfanya biashara mdogo tu. Wala sikuwa na mapesa sana, ila nilikuwa ni wa kawaida tu. Nilikuwa nina maduka matatu ya kawaida. Moja lilikuwa lipo Mwandege Pwani, lakini lilipo Zakem Bagara Dar es Salaam, ila la Zakem hilo lilikuwa kubwa. Lilikuwa ni duka la jumla. Na lingine lilikuwa lipo Buguruni, nalo lilikuwa ni duka la jumla pia. Na kitu kikubwa zaidi, niliwekeza kwa kiasi kikubwa sana kwenye kilimo. Nilikuwa nina mashamba ya mpunga Ifakara. Tena nililima kilimo kikubwa. Yani kilimo kikubwa swa, yani sio cha kawaida, kilimo kikubwa. Na hapo tayari nilishakuwa na nyumba 5. Nyumba 3 nilizijenga kwa ajili ya kupangisha na nilizipangisha. Nyumba moja nilijenga Kongowe, nilijenga kisasa sana. Hii nilijenga kwa ajili ya wazazi wangu. Na nyumba nyingine ya kisasa zaidi nilijenga Tuangoma. Hapo sasa ndo Mnyamwezi nilikuwa na poa sasa. Yani ndo nyumbani kwangu nilipokuwa naishi. Na kuna sehemu nilijenga nani flame. Yani nilikuwa nikipata pesa na itumia effectively. Kichwa changu kusema ule kweli kimetulia sana. Dada zangu wote waliolewa, ila waliolewa na watu wa kawaida tu. So simu zilikuwa kama zote. Mara iki, mara kaka hivi, mara hivi. Kama mnavyojua familia zetu hizi za kimaskini. Kwa mimi ndo nilikuwa niko tegemezi mno kwa familia na ndugu wote. Na kusema ule kweli sikuwa na roho mbaya hata kidogo. Nikisikia ndugu yangu ana shida, yani nitalibeba hilo tatizo, litakuwa ni kama la kwangu. Yani kiufupi mimi ni mwanaume mwenye ile roho nzuri sana na nina mkono wa utoaji sana. Na hapo ndipo Mungu anapozidi kunibariki mno. Kama nilivyosema, wazazi wangu bwana walikuwa wapo hapa Dar es Salaam. Na mimi ndo niliwajengea nyumba. Nyumba kali tu, nyumba kubwa tu maeneo ya Kongowe. Na mimi nilijenga Tuangoma. Nyumba ya kisasa, nyumba nzuri kabisa. Japo haikuwa kubwa sana, ila linitosha kabisa. Na hapo nilikuwa nina gari tayari. Yani alhamdulillah, nilikuwa nashukuru sana. Japo siwezi kusema ya kwamba nina pesa sana. Kawaida tu. Maana mpaka nazipata hizo pesa natafuta kinoma ndugu yangu, sikwambie mtu. Na sichoki na sikati tamaa kwenye kutafuta. Maana kwenye utafutaji kuna mambo mengi. Ila ni mwanaume sije kukata tamaa kabisa. Na mara nyingi nakuaga sana mikoani. Nakuaga huko nafuatilia kilimo changu, maana hizo unajua biashara za kilimo hizi ukiwaachia watu mmoja wanakuwa wanazingua sana. Kwa kuna muda mimi mwenyewe naenda napambana na kufuatilia huko. Na kisha narudi Dar es Salaam naendelea na biashara zangu zingine. Kwa maisha yanakuwa yanaendelea kwa staili hiyo. Mimi bwana nilikuwa nina mwanamke. Huyu mwanamke nimempita kama miaka 8 hivi kiumri. Ila kusema ule kweli namuelewa sana. Na nilikutana naye alipomaliza tu form 6. Na kwao wanapotokea familia yao ni ya kawaida sana. Mpaka alitaka kukatisha masomo yake ya kwenda chuo kukosa ada. Ila mwanaume nilijipiga na nikamwambia na kusomesha. Na kweli nilianza kumsomesha yule dada bwana. Alikuwa anaitwa Shania. Ila nimezoea kumuita Shani. I say mimi bwana nilikuwa nampenda sana Shani. Yani Shani alinikamata swa huyu mtoto. Alafu kilichonivuruga kwa Shani ni usichana wake. Unajua usichana wake nilimtoa mimi mwenyewe. Yaani mimi ndo nilikuwa mwanaume wake wa kwanza. Basi bwana huyu mtoto bwana alikuwa ndo ugonjwa wangu jamani. Jamani nilikuwa nampenda Shani. Nilikuwa nampenda swa. Kwanza nikimwona tu nachanganyikiwa.
Hakuna kitu Shani aliniomba mimi nisimpatie. Yaani akisema tu nampatia. Alikuwa anasoma Muhimbili na alikuwa anasomea masuala ya udaktari na alikuwa anaishi hosteli. Ila kila weekend nikiwepo Dar es Salaam basi mtoto anakuja Tongoma kwangu. Anakuja kunituliza kidogo. Aise, nampenda sana huyu binti. Hata yeye pia alikuwa anaonesha kunipenda sana. Yaani sana tu jamani. Na mimi binafsi nilishafika mpaka kwao. Nilishamtolea mpaka barua na poza kila kitu. Kwa nilikuwa namngojea tu amalize chuo tu. Mwanaume nifanyaje? Nioe. Na hata Shani mwenyewe alikuwa anajulikana mno nyumbani. Tena anajulikana haswa na mamangu alikuwa anampenda sana Shani. Yaani mama alikuwa anamuelewa haswa Shani. Uambie kitu. Yaani alikuwa ananiambia siku kija kuniambia unaoa mwanamke mwingine tofauti na Shani, sishiriki mimi kwenye ndoa yako. Na hiyo ndoa mimi naikataa. Sishiriki, yani sitashiriki. Basi mama akiniambiaga hivyo huaga nabaki nacheka tu. Na Shani alikuwa anampenda sana mamangu. Yaani akienda nyumbani atampelekea zawadi kama zote mamangu. Atapiga story sana na kuna muda anaamua tu kulala kabisa kwetu pale pale. So hata mzee wangu pia alikuwa anaelewa kila kitu kuhusu uwepo wa Shani kwenye maisha yangu. Na kwa ufupi wazazi wangu wote walimkubali kama mkwe wao. Na hata dada zangu pia walimkubali sana na wanampenda sana, yani sana jamani. Wifi hizi kama zote. Kwa tukizinguana tu Shani alikuwa anasemelea kwetu. Basi mimi nasemwa na ukoo mzima. Huko kila mtu anamtetea Shani jinsi gani ambavyo alikuwa anakubalika kwetu. Alikuwa anakubalika jamani, tuache masiala. Ila sasa nilichokuwa nashukuru kwa Shani bwana alikuwa ametulia sana. Alikuwa hanaga vipengele huko chuo. Akirudi weekend hata password ya simu yake haweki. Ananiambia kwamba nataka uwe na amani. Na hii simu yangu ni kama simu yako, so uwe tu free kabisa. Na kiukweli nilikuwa sina hofu juu yake. Maana nilikuwa najua kabisa hapa wala hata siibiwi mwanamke. Hapa mwanamke ni naye. Na amani pia ikafanyaje? Ikawepo. Hapo namhudumia kweli kweli. Anavaa anachotaka, anakula anachotaka. Bado kuna muda nahudumia wakwe. Yaani mimi sikuwa na shida mimi. Yaani mimi cha muhimu kwamba nipo na Shani. Na kwa muda wote huo tulikubaliana mimi na Shani kutumia uzazi wa mpango ili asije akapata mimba akafanya ya karibu masomo yake. Maana ndoto zake aje kuwa daktari mkubwa. Na hata mimi pia nilikuwa naona akili afanya akili anayo. Sio kama mimi nilikimbia shule kusema la kweli. Nimebaki tu na akili za kutafuta tu pesa. Siku hiyo sasa ilikuwa ni Alhamisi, nilimpigia simu Shani. Nikamuuliza vipi upo klasi? Akasema hapana baby. Ndio nimetoka hapa. Nikamwambia mke wangu, kesho nasafiri naenda Ifakara kwa ajili ya kucheki mashamba yangu. Maana tunakaribia kuvuna. Kwa naomba nikuone leo. Sipo poa kabisa. Hasa hapo Shani nikamsikia anacheka. Akasema kwa hiyo nije kufanyaje? Nikamwambia kunipangia nguo mke wangu. Please bwana, nimekuambia nasafiri eti bwana njoo. Kwa Shani akacheka kisha akasema mpaka useme unachonitenda unakuja. Mimi nikacheka sana, mimi kisha nikamwambia bwana okay sawa basi njoo nimekumisi. Nina hamu na wewe. Na kuhitaji kinoma na mke wangu, sitaki kusafiri nazo hizi. Zimenijaa mno. Okay sawa nakuja darling, najiandaa nakuja chapu. Nikamwambia okay basi sawa. Ila uje kunifuata kipenzi. Mimi sitaweza kugombania mambo magari jioni. Nikasema kipenzi, wewe panda tu taxi, mimi na kutumia pesa. No nataka unifuate wewe. Unajua mpaka nikacheka nikamwambia baby, mimi nimechoka bwana leo. Unajua nimetoka Mwandege huko kupiga hesabu ya dukani. Siko poa kabisa kipenzi. Taxi bwana. Ukija mimi nakupa na pesa ya vacation. Si uniambia kwamba unataka kwenda vacation na wenzio. Hapo Shani alicheka sana akasema ndio. Nikamuuliza ulisema shilingi ngapi mke wangu? 1,500 baby. Nikamwambia sasa basi njoo nakupa 300,000 kipenzi. Hapo Shani alifurahi sana akasema wow, I'm coming darling. Ngambia okay na kungoja mama. Basi akakata ile simu. Na mimi nikamtumia shilingi 50,000 ya nauli. Maana nilijua kwamba lazima tutakodi taxi au atapanda pikipiki. Daladala huwa hapandi. So unajua tena cha kudeka malkia wangu na mtunza. Mimi nikaingia zangu bafuni nikapiga kwanza maji. Maana mchumba anakuja asinikute nanuka jasho. Nilipotoka tu nikajilaza kwanza. Sio ile kujilaza kuchoka. Tena usingizi ukanipitia kabisa. Nikaja kushtuka simu inaita. Kucheki mchumba. Nikapokea. Akasema baby mimi nishafika, niko hapa getini. Njoo nifungulie jamani. Nikamwambia okay sawa kipenzi changu nakuja sasa hivi. Basi hapo haraka mwenyewe nikanyanyuka nikaenda nikamfungulia mchumba mlango. Ili kuingia tu kwanza nikamdaka na mabusu. Nilikuwa nipo hot.
Akanasema jamani baby, sinaingia ndani, lakini basi mimi nikawa nacheka maana hakusema ukweli, nilikuwa nimemmisi sana. Basi nikaingia naye ndani. Sikutaka masiara kabisa, nikamvuta chumbani moja kwa moja. Kwa jinsi ambavyo nilikuwa nimemiss. Nikaruka naye tena sana tu. Nikaburudika naye mno. Na tulipomaliza kwa pamoja tukaenda zetu kuoga. Sio siri, mimi nampenda sana mtoto. Yeye ananivuruga aswa. Basi tulipotoka pale kuoga, mchumba akaniambia baby, nitoe out, nina hamu ya kutoka na wewe ninavyompenda Shani jamani. Nikasema sawa mchumba. Sawa mchumba wangu. Wewe unataka twende wapi? Kokote pazuri mpenzi, cha umuhimu tu niwe na wewe tu. Nikamwambia okay sawa. Na kweli tukajiandaa, nikamtoa mtoto. Usiku huo tukatoka zetu out. Nakumbuka tulirudi usiku sana. Ndio tukalala huku nikiwa nimemkumbatia. Asubuhi na mapema mimi niliwahi kuamka, nikamwamsha Shani kitandani, nikainuka mimi nikaingia zangu bafuni, nikapiga pale maji, nikatoka nikaanza kujiandaa. Basi nilipomaliza nikaenda zangu kumwamsha Shani. Nikamwambia kipenzi, mimi nataka niondoke sasa. Jamani baby, utakaa kwa muda gani? Nikamwambia sitazidisha siku 3. Nitawahi sana kwa ajili yako mke wangu. Okay sawa baby, ila mimi nataka niende saluni. Unaona nywele zishafumuka hizi. Unajua nikamwangalia wala hata zilikuwa zimefumuka, ila mashauzi tu. Unajua tena wadada wa chuo. Nikamwambia okay sawa mchumba. Pale nikavuta pesa nikampatia, nikamwambia pumzika salama mke wangu. Nitakuona baada ya siku 3. Kwa nikamwacha pale kalala. Mitaratibu nikavuta begi langu, nikatoka zangu mpaka nje. Nikapakia zangu begi kwenye gari na kisha nikaingia zangu ndani ya gari, nikaanza kudrive. Taratibu pale nikaanza kutoka nyumbani. Nikaanza safari sasa kuelekea Morogoro Ifakara sasa. Niko njiani nikampigia mzee Masudi. Huyu mzee nilimzoea tu katika pilika zangu za kwenda Ifakara. Na nikamfanya kama mzee wangu. Na huwa ananisaidia sana pia katika kazi zangu za huko Ifakara. Ila kusema ukweli siwezi kumwachia mtu mmoja mmoja. Lazima na mimi niende kwa sababu nawekeza pesa nyingi sana kwa ajili ya kilimo. Basi mzee Masudi pale akafanyaje? Akapokea simu, nikamsalimia. Na kisha nikamwambia mzee, ndio naanza safari bwana. Basi mzee akasema sawa bwana, basi ngoja nimwambie mama yako pale kuandalia chakula kizuri bwana. Mimi nikacheka nikamwambia mzee wangu hamna shida bwana. Mimi nitakuona mchana basi. Mzee Masudi akaniambia sawa, haina shida. Na mimi hapo huyo nilikanyaga mafuta kweli kweli. Mpaka kufika majira ya saa 4 za asubuhi nilikuwa nimeshaingia Msango. Nikaingia zangu pale hoteli, kwanza nikapiga chai maana njaa ilikuwa inaniuma kweli kweli. Na kisha nikampigia mrembo wangu Shania. Nikamsalimia. Akaniambia nimeshaamka baby, narudi chuo. Nikamwambia okay sawa mke wangu. Milango umefunga vizuri? Akaniambia ndio kipenzi. Nikasema okay sawa, nakupenda Shania wangu. Akacheka mwenyewe kisha akasema nakupenda pia la azizi wangu. Basi nilipomaliza kuongea na Shania nikarudi ndani ya gari yangu. Na hapo sasa nikaanza safari ya kutoka Msambo kuitafuta Ifakara. Nilikanyaga mafuta kweli kweli mpaka kufika majira ya saa 7 za mchana nilikuwa nimeshaingia Ifakara. Na moja kwa moja nikaelekea katika lodge yangu ambayo kila nikija huko huwa nafikiaga. Wahudumu wa pale waliponiona tu walinichangamkia sana. Wakanikaribisha vizuri mno. Hapa huwa nalala kwa siku shilingi 50,000 na ni pazuri sana. Kwa nikakadiria huku kukaa siku 3 nikalipa pale kama 1,100,000 hivi na nusu kabisa. Na kisha nikaingia zangu room. Nikaeka begi langu vizuri, kisha nikaingia zangu bafuni nikapiga maji. Kisha sasa nikaona okay, nishuke kwa mzee Masudi. Basi taratibu sana nikatoka nikakodi bodaboda pale kuelekea huko. Maana kwake ni kama vile bondeni huko, ndio karibu na mashamba. Na huwa nikishafika huko, gari huwa ganachaga juu. Sifiki kabisa na gari huko chini. Natumia tu pikipiki tu. Basi nikachukua pale pikipiki mpaka kwa mzee Masudi bwana. Nikafika pale, nilimkuta mzee Masudi. Huyu mzee alinikaribisha vizuri sana. Huyu mzee nikija huku waga na kuaga kama mzee wangu, alafu huwa namheshimu sana. Basi mzee Masudi akanikaribisha pale kwenye mkeka, nikakaa na kisha nikamsalimia kwa heshima sana. Aliitikia na akaniambia karibu sana kijana wangu. Nikamwambia nimekaribia mzee. Ghafla akaja mkewe kunisalimia. Nikamsalimia kwa heshima sana na yeye. Na huwa namchukulia kama bibi mkubwa wangu tu kabisa kabisa. Basi naye akanikaribisha pale sana tu. Baada ya kusalimiana pale, yule mama akaniambia baba, mimi nakuacha niko jikoni naandaa chakula. Nikasema sawa mama, kuna shida. Basi kwa nikatulia pale na mzee. Mzee akawa sasa ananipa feedback ya kilimo. Ni mkubwa huyu mzee, ila ana kichwa makini sana na namwamini vibaya mno. Kwa alinielezea mengi mno. Na cha kushukuru aliniambia kwamba mwaka huu mpunga umefanya umekubali sana. Na lazima ukubali. Maana mimi nalima kilimo cha kisasa aswa na yeye nisimamia huku ni huyu mzee. Basi nikaongea pale mengi sana na mzee. Na kisha mzee akaniambia ngoja tule kisha tuende chini huko.
ukaone mwanangu, si kila siku na kutumiaga picha, sasa utajionea mwenye live, kisha utasema mpunga umekubali sana. Nikasema sawa mzee. Sasa tukiwa tunaendelea na story pale, sasa alikuja msichana hivi kutunawisha. Sasa yule alikuwa anatunawisha kwa ajili ya kile chakula, yani anatunawisha maji mikono ili tupate kula kile chakula. Yule msichana akanisalimia kwa heshima tu, na mimi nilimuitikia, na kisha baada ya kunawishwa na yule msichana, mama sasa ndo akaleta kile chakula. Sasa wakati yule msichana anaondoka, alinivuruga akili. Unajua nilijikaza tu mbele yule mzee. Yaani udada sura sio mzuri. Sio hivyo. Kwa kawaida tu. Ila hiyo shape hiyo kufuru nye. Kasusiwa huko nyuma. Yana na shape sio poa. Kwa nilijifanya kama simuoni pale, ila nilichanganyikiwa kinoma. Nikawa najiuliza, huyu msichana ni nani hapa? Maana ndio ilikuwa mara ya kwanza namuona kusema kweli. Na mimi huwa nakuja sana tu kwa huyo mzee, ila sikuwahi kumuona kabla. Mbona ananivuruga hivi? Na huyo mzee aliniambia kwamba yeye na mkewe hawakufanikiwa kabisa kupata mtoto mpaka sasa. Kiufupi kama vile walishajikata tamaa. Kwa hiyo nikawa na uhakika kabisa kwamba huyu sio mtoto wao. Sasa atakuwa ni nani? Yule mtoto hapana. Wewe sio kwa mzigo ule. Oya, nilichanganyikiwa. Nilikuwa nakula wali ila akili ilikuwa haiko pale kabisa kwenye chakula. Akili haikuwa pale. Huyu mtoto alifungasha nyele ile zigo. Sio siri. Alinitamanisha. Yaani nilijikaza tu kujifanya kama niko busy, ila akili kusema kweli ilikuwa kwake. Sasa tukaendelea kula na huyu mzee huku tukawa tunaongea. Mpaka tukamaliza, na tulipomaliza sasa mzee Masudi akaita pale. Ndile, hebu njoo. Sasa haraka sana yule binti akatoka sasa pale. Mzee Masudi akamwambia, tumeshamaliza, hebu toa vyombo sasa. Akasema sawa mjomba. Hapo sasa ndo nikaelewa huyu binti anaitwa Ndile na huyu mzee ni mjomba wake, sio baba yake. Basi akatoa pale vyombo vyote pale, lakini bado nilikuwa naendelea kumzoom. Huyu mtoto alibarikiwa bwana. Ana balaa ise. Basi mzee Masudi akaniambia sasa tumeshiba, tuenze tu shambani sasa, ukaone mambo yalivyokuwa mazuri. Nikasema sawa mzee wangu. Basi taratibu pale tukainuka na tukaanza kuelekea shambani. Huko akawa ananieleza mambo mengi sana kuhusu kilimo cha mwaka huu. Ila mwenzake nilikuwa nawaza ule mshepu wa mpwa wake. Kiukweli mimi sikuwa mwanaume malaya kusema ukweli, ila kwa Ndile nilikwama. Sio kwamba nilimpenda huyu binti, hapana. Kwanza kwa uzuri hamfikishani hata kidogo. Ila sasa huko nyuma sasa tokunaniua. Basi tukafika mpaka shambani, nilikubali mpunga ulishamiri kama wote. Yaani mpunga ulijaa kweli kweli. Yaani umeshonana mno. Nikasema mzee Masudi hapa kweli kazi naiona. Nimefurahi sana. Akasema si nilikwambia kijana wangu, kuwa na amani kwa kuwa kazi umenipa mimi. Nikasema sawa mzee. Na mimi nakuamini sana kijana wangu. Basi tukaangalia pale lile shamba na akaniambia pale vifaa vinavyohitajika na pesa pia ili kufanya mambo yaende haraka. Basi tulizungumza sana huko shambani. Na jioni sasa ndo tukarejea kwa mzee pale. Ila sikujua ni kwa nini nilikuwa nina shauku sana nimuone yule mtoto wa kuitwa Ndile. Na kweli bwana, maana tulipofika tu kwa mzee Masudi, tukakaa pale kwenye mkeka tukawa tunaongea. Nikamwona Ndile akiwa kabeba ndoo ya maji. Nafikiri alikuwa anatoka bombani au kisimani. Huyu mtoto nye. Mtanielewa tu. Basi akaja pale akatusalimia. Mzee Masudi akaniambia, kijana wangu, huyu mpwa wangu bwana, mtoto wa dada kaja kupumzika kidogo. Nikasema sawa sawa mzee, hamna shida. Basi nilikaa sana kwa mzee mpaka chakula cha usiku nilikula pale pale. Na Ndile ndiye aliyetutengea. Na mida ya usiku kama saa 2 hivi ndio mimi nikaaga sasa kwamba bwana mimi mzee wangu nafanyaje, naondoka. Na ndipo mzee Ndile akafanya eti mzee Ndile. Na ndipo mzee Masudi akafanyaje, akaniruhusu. Unaona jinsi gani alivyochanganyikiwa. Basi bwana mimi taratibu nikainuka pale. Kisha nikaenda kumwaga mama. Huku nikiwa namwangalia sana Ndile. Nikaona anachezea tu pale kisimu chake kidogo. Nikasema huyu mtoto lazima tu niwe naye bwana. Lazima. Basi kweli mimi nikachukua pale pikipiki, ikawa inanirudisha sasa lodge. Tukiwa niko njiani nikamuuliza yule dereva pikipiki. Nikamwambia mwanangu, unajua pale uliponitoa kwa mzee Masudi kuna binti anaitwa Ndile, unamfahamu?
Ndile, haya, Ndile ndio namjua. Si anamuita mzee Masudi mjomba. Nikasema ya huyo natamani kumjua zaidi yule binti, utanisaidiaje? Sasa yule boda akacheka akasema, bosi bwana, umelelewa zigo lile nini? Nikasema kinoma mtu wangu. Ndile bwana, mbona yule wa huku ila aliolewa mjini. Nikasikia tu huko mjini amefanya miachika ndo karudi kwa mjomba wake. Nikamwambia boda, ayo kuachwa hebu achana nayo. Wewe fanya mchakato kwanza nimpate yule mtoto. Fresh bro. Mimi sina namba zake ila nitakutafutia bro. Nitakutumia usiku, kuna rafiki yake mmoja hivi nimezoeana naye sana. Nikamwambia umetisha sana. Ila bwana wanaume bwana, unajua wanaume hatujawahi kuridhika kabisa ise. Hapa akili yangu ilikuwa inamwaza mwanamke Ndile. Na Shania, yani nilishamweka pembeni, yani subiri tu kwa kweli. Ila akili yangu yote ilikuwa inamwaza Ndile. Basi tulipofika, mshikaji akanishusha. Nikampa shilingi 30,000. Nikamwambia ukinipatia namba za yule Ndile na kuongezea shilingi 20,000. Kwa hiyo inakuwa jumla 50,000 mwanangu. Oya, yule boda alifurahi kinoma noma. Akaniambia hakika kaka, hakika. Usiku huu wawishi. Nikasema okay poa, ina nao. Kisha yule boda akanipatia namba zake. Nikambipo pale akaniambia poa kaka poa. Mimi nikaingia zangu ndani sasa. Moja kwa moja nikaingia lodge. Nikaingia kwenye room yangu. Nikafikia kuoga kwanza. So unajua nimetoka shamba tena ndani huko. Alafu ni udongo mwekundu. Kwa nikaona kwanza nipige kwanza maji. Kisha nilipomaliza kupiga maji nikatoka mwepesi, mwili sasa kwa umechangamka sana. Basi nilipotoka nikaona simu yangu inaita. Nikacheki si ndio namba yule boda. Ikabidi nipokee haraka sana. Nilipopokea yule boda akaniambia kaka, nimeshakutumia namba za Ndile hapo. Nikasema asante na kutumia 20,000 yako sasa hivi. Poa kaka, nashukuru sana. Na namba yangu mimi ndio hii, nitumie tu mumu. Nikasema okay, usikonde mwanangu. Na kweli nikamtumia shilingi 20,000 yake yule wa pikipiki. Na kisha nikampigia Ndile. Sikutaka kusubiri kesho wala sijui baadaye. Haikuchukua muda simu ikapokelewa. Nikasikia halo. Mnajua lafudhi ya Kiluguru Ndile ndo anaongea vile. Nikasema Ndile, ni mimi Azizi. Unajua sikutaka kuzunguka na huo nimenyoka sana. Sinaga kona mimi. Tuanze kudanganyana sijui kwani si ni watoto. Ndile akasema Azizi ndo nani? Nikasema yule mgeni niliyekuja kwenu leo. Niko busy sana na mzee Masudi. Unataka nini? Mbona umenitafuta usiku? Nikasema Ndile, mbona unakuwa mkali sana? Ndo niambie sasa unataka nini? Nikasema Ndile, mimi nakutaka wewe. Leo nimekuona na leo nimechanganyikiwa. Nimekupenda kinoma noma. Hivi msikilizaji, mnadhani kwamba ndo kweli nilimpenda? Thubutu. Ndile kwa sura sio mzuri. Sio mzuri. Sio mbaya lakini sio mzuri. Ni wa kawaida. Ila mimi nilidata na ule mshepu wake, ule mzigo. Umenipenda au umenitamani? Unawezaje kumpenda mtu uliomwona siku moja? Nikasema Ndile, mimi nahisi kwamba nitakuwa wa kwanza, yani leo nimekuona moyo wangu wenu umelipuka. Yani ninavyokuambia nakupenda kinoma noma. Na kuhitaji bwana Ndile. Naomba wewe na mimi tafadhali. Bwana mimi nalala, usiku mwema. Naona hata sikuelewi. Nikasema Ndile, sikiliza kwanza. Hata alinisikiliza. Ndio kwanza alinikatia simu. Nikasikia tu nikaona sio kweli. Huyu ataelewa tu. Basi nilipokatiwa simu sasa na kilanga changu, nikaona huyu anajishaua. Mtu mwenye mbovu. Ashukuru tu Mungu amemjalia huo mshepu ndio unaumbeba. Nikampigia simu utamu wangu, nazungumzia Shania wangu nikampigia. Basi nikaongea sana na Shania. Akawa na deka tu. Unajua tena watoto wa kike, alafu kimwili chake na umri wake unaruhusu kudeka bwana. Basi tukaongea sana usiku mimi na Shania, kisha nikalala. Sikumtafuta tena Ndile kwa huo usiku. Kesho yake mapema sana mimi na mzee Masudi tulikutana mjini. Tulienda kuchukua vifaa vya shambani pamoja na madawa. Tukakusanya pale vyote. Huku mjini nazungukaga tu na gari yangu. Sasa nikiwa katika gari na mzee Masudi alipokea simu. Akaongea na mtu. Kwa haraka nikaelewa kwamba huyo mwanaume anayeongea na mzee Masudi ndiye aliyekuwa mume wa Ndile. Na huyo mwanaume alikuwa anaomba kumrudia mkewe. Na inaonyesha kabisa kuna makosa alimfanyia mkewe. Ila inavyoonekana Ndile hamtaki tena huyo mwanaume. So kapiga kwa ajili ya kuomba msaada kwa mzee Masudi amwombe msamaha kwa mkewe. Basi mimi hapo ndo nikatikisha masikio vizuri sana. Chaombea tena ili nijue nini hasa kinachoendelea. Kwa mzee Masudi akawa anasema, sikia bwana kijana wangu. Ndile sio mtoto. Ndile ni mkubwa, siweze kumlazimisha kurudi katika hiyo ndoa. Amechoshwa na mambo yako na amekuvumilia sana mwanangu. Miaka 5 ya ndoa unamnyanyasa wewe na familia yako, ila yote aliyevumilia. Kwa hiyo kashindwa. Na kwa mambo uliomfanyia Ndile,
Mimi mwenye kukaa kumshawishi Ndile akurudie, naona kabisa aibu. Na sio hivyo tu, ni Ndile ndo moyo wake umekuwa mgumu, na amesema hahitaji ndoa ya yeye na wewe. Sasa hapo mimi nikawa nasikia na mshikaji anamuomba sana mzee Masudi amwombe msamaha, ila hata huyu mzee alikataa na kisha akakata ile simu yake. Sasa mzee Masudi akaniambia, unajua nini mwanangu? Nikamwambia sijui mzee wangu. Ukiona mwanamke alafu akawa na kuheshimu na kukuvumilia, huyo mwanamke mheshimu sana. Umemwona yule binti yangu Ndile pale nyumbani? Nikasema yule wa jana pale kwako. Sasa hapo nikajifanya kama simjui wakati nishamtongoza. Mzee Masudi akasema ndio yule. Sasa yule bwana aliolewa, amekaa kwenye ndoa miaka 5. Mwanaume anamnyanyasa, yani anamtesa mno, eti kisa hazai. Kila akija Ndile alikuwa anamsimulia shangazi yake shida anazozipitia kwa mumewe. Sasa ikafikia tu mpaka sisi tukao tunamwambia Ndile adai talaka yake. Ila yule mtoto aligoma na akaniambia, mjomba, mimi nampenda mume wangu, nitamvumilia. Basi akamvumilia sana. Sasa alipochoka tulimshangaa yeye mwenyewe karudi. Na kakaza hamtaki tena yule mwanaume. Mwezi wa pili yuko pale nyumbani. Na Ndile ndo alivyo, akiamua kitu ameamua harudi nyuma. Yaani namjua Ndile. Pale kachoka kweli kweli. Na huyu kijana atapoteza muda wake tu. Ndile hawezi kubali kurudi. Yaani Ndile ni mvumilivu sana, ila kichoka haangali nyuma. Aise. Po yake huyu jamaa. Basi hapo mzee Ndile basi hapo mzee Masudi akawa anaendelea kufanya kunisimulia changamoto alizokuwa anapitia Ndile. Hata mimi nilimuona jasiri sana yule binti bwana. Basi tukazurula sana mjini mimi na mzee Masudi. Mida ya mchana sasa ndo tukarudi kijijini. Na nikakodi pale gari inayoenda mashambani huko, ndio nikapakia vitu vyote tulivyokuwa tumetoka kununua ili vielekee huko shambani. Na kisha mimi nikachukua pesa kama 200,000 hivi nikampatia mzee Masudi ili apate kufanya mahitaji ya familia. Na kwa jinsi nilivyokuwa nimechoka na kuzurula, nikamwambia mzee, mimi naomba nikapumzike, nimechoka sana. Akaniambia sawa, ila uje basi nyumbani kupata chakula cha usiku. Nikasema sawa mzee. Aisee, nilipofika tu ndani nikapiga maji nikajitupa kitandani. Sababu ya uchovu sana nikalala mno. Nilikuja kwa mke, ilikuwa ni majira ya 2 za usiku. Nikakuta pale missed call za mzee Masudi. Ikabidi nimpigie, akapokea na kisha akasema, kijana wangu, bado umepumzika tu? Nikasema ndio mzee. Ndio naamka hapa. Njoo basi upate chakula. Nikasema mzee, nitakuja kesho bwana huko. Naona bado nina usingizi sana. Mzee akasema sawa, sisi tutakuwekea. Utakikuta kipolo hiki. Nikasema mzee, wala usijali, mimi nakula vipolo vizuri tu. Basi yule mzee akacheka akasema sawa bado, hamna shida. Basi mimi hapo kabini niagiza zangu chakula pale, maana njaa ilikuwa inaniuma vibaya mno. Ila kwenda kwa mzee Masudi niliona mbali na mwili niliuona, yani mwili uliona uvivu sana kusema ule kweli. Basi chakula kikaletwa, nikawa nakula huku nikawa naongea na simu na mwanamke wangu, yani namzungumzia Shania. Na nikamwambia kwamba kuna kazi ndogo namalizia, kesho na kesho kutwa nageuza. Basi tuliongea sana, yani sana, mpaka akaniambia kwamba anaenda kuoga na mimi nikala pale haraka kumaliza kile chakula. Sasa niliposhika simu ndo nakuta SMS imetoka kwa Ndile. Akaandika pale, ndo nini kunipikisha chakula alafu huje chakula. Hapo nikaona yes, mtoto anataka kuingia kwenye mtego wangu yeye mwenyewe. Nikampigia pale chapa, kapokea. Ila hii siku nilimwona ni mpole, wala hata hakuwa kama jana, hakuwa mkali kama jana. Basi nikamsalimia na kisha nikamuuliza, kumbe wewe ndo umepika jamani? Ni mimi nimepika. Alafu hata ujaja, mjomba anakupigia eti unasema umechoka, una tabia mbaya wewe. Sasa hapo nikajikuta nacheka, nikamwambia unajua mimi sikutaka tu kuja, sio kwamba nimechoka, ila najisikia vibaya nikija afu nikakuona hapo najisikia vibaya. Alafu ujue vile ambavyo nakupenda sana na umenikataa. Kwa nikikuona hivi naona kama nitajiumiza tu. Hapo ndo nikachomekea hapo yani. Ndile akasema wewe ni muongo wewe, mbona sikuamini? Nikasema niamini. Kwa nini mimi naonekana muongo? Nikubalie, mimi sichelewi inakuoa kabisa Ndile. Tunaenda kuishi Dar es Salaam na utapendeza mno. Na hutakaa ukateseka. Mimi naogopa lakini Azizi. Nimetoka kwenye ndoa juzi tu na nimepitia mazito, sitaki hata yanikute tena. Ukiona mimi hakuna kitakachokukuta kipenzi. Wewe nikubalie tu. Sawa, nimekubali. Wow, kweli? Ndio Azizi, lakini usinitese mwenzio.
kwisha, nikaona hapa hakuna mwanamke hapa. Nimemtongoza jana, leo kanikubalia. Udev naye mshezi tu, anajisumbua tu. Nikaona hapa nipige nitembee zangu, hamna mtu hapa, shezi kabisa. Basi bwana, nikasema sikiliza Ndile, mimi sitakuumiza kabisa Ndile, na hutajutia kuwa na mimi, maana mimi nakupenda kweli kweli. Acha tu nikuamini Azizi. Nikasema kwani unanipenda Ndile? Hapo nikamsikia Ndile anacheka, nikajua basi ataweka nielewa huyu mtoto, na ndo maana kinacheka cheka tu kama kichizi. Basi nikamsaundisha kinoma. So wewe tena wanaume tukitaka kitu, nilimsaundisha kweli kweli, na nikamuongopea sana tu, nikampiga sana Kiswahili. Yani Ndile akajaa kweli kweli kwenye mfumo. Na kesho nikamwambia sasa Ndile, mimi kesho kutu naondoka. Kama vipi kesho tukutane basi tuongee. Okay, sawa, hamna shida. I say, nilimpigisha story kama zote. Nikampampo kinoma noma, na nikamwahidi vitu vingi vya uongo. Yani nilikuwa namuongopea tu ili tu nikamle. Basi nikaona na mtoto amejaa sana tu. Niliongea sana na Ndile ule usiku wote, na mpanga tu kesho yake tukutane, na mtoto akakubali vizuri. Huo muda naongea na Ndile, nilikuwa naona Shana ananipigia sana tu, ila sikuwa na jinsi. Mimi nilikuwa namweka kibra mbuzi wangu kwanza akae vizuri. Basi tukamaliza kuongea usiku sana na Ndile, ndo nikamwaga sasa. Nikakata simu na kisha nikampigia Shani. Shani akawa hata hapo kesi, yani kama vile alikuwa amekasirika. Nikajua ni usiku, labda itakuwa ameshalala. Basi bwana, nikavuta pale shuka nikapumzika. Asubuhi nikawahi kuamka, nikavaa zangu vizuri, ile kawaida tu, maana nilikuwa na plan ya kuweza kuingia shamba na mzee Masudi kwa ajili ya kupeleka vifaa na dawa tulizokuwa tumenunua jana. Basi kweli mimi nikakodi pale pikipiki, nikafika mpaka kwa mzee Masudi. Niliwahi kufika sana, maana tulipanga kwenda asubuhi tu, na nilimkuta mzee Masudi yuko nje alikuwa ananisubiri. Nikamwona pale Ndile alikuwa anafagia, nikasalimiana na mzee kwanza, kisha nikamwangalia Ndile, na yeye akaniangalia, alafu nikamkonyeza. Basi nikaona anacheka cheka tu, nikasema yes, mtoto kanyoka huyu. Basi mzee Masudi pale akampigia dereva wa gari ambayo inayoingia mashambani, na ikuchukua muda akafika pale na gari, tukapakiza vifaa vyote, maana jana mzee Masudi alikuja navyo kwake, na kila kitu kikakaa sawa. Tukaingia shambani. Sasa niliweka kila kitu sawa kwa shambani, na nilihakikisha kila kitu kimekaa sawa, na mzee akanitoa shaka kabisa, akaniambia kwamba hapa tutavuna mpaka tutashangaa, mambo yapo vizuri sana hapa. Nikasema sawa mzee, hamna shida hata. Basi mpaka mida ya mchana kila kitu kikawa kipo sawa. Nikamwaga mzee kwamba bwana, mimi kesho naenda zangu Dar es Salaam, so tutaendelea kuwasiliana. Mzee Masudi akaniambia sawa, na ninakutakia safari njema kijana wangu. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikatoa 500 nikamwachilia huyu mzee. Alishukuru sana. Kisha mimi kule shambani nikarudi zangu lodge, hata kwa mzee sikupita tena. Nilipofika lodge nikapiga maji, na kisha nikampigia Shani kwanza. Akaanza kuniwakia kwa nini jana usiku mzima nilikuwa natumika. Nikaanza kumpigia pale Kiswahili, nikamwambia Shania, unahisi kwamba mimi nilikuwa naongea na nani mke wangu? Ni issue za kazi au unataka nisipokee mpenzi? Na wakati unataka kupendeza mke wangu, mimi napambana kwa ajili yako mama. Ukipiga simu inatumika, wewe jua ni kazi. Wewe ni mongo, kazi mpaka saa 7 za usiku. Azizi unataka kugomana mimi, nitakununia Azizi. Unaanzisha na mimi nitalimaliza. Nikasema basi mke wangu nisamehe. Basi Shania wangu, kesho mapema narudi, nakuja kuspend na wewe tu. Sawa mamangu, hebu punguza hasira. Okay sawa mpenzi. Basi nikamaliza pale kesi, nikampiga Kiswahili cha kutosha, na kesi kaishia kabisa hapo. Na nakumbuka Shani nilimwambia kwamba kipenzi, nimetoka shambani, nimechoka sana, kwa naomba kupumzika, nitakupigia baadaye tutaongea. Akaniambia sawa, hata mimi pia ndo naingia klasi hapa. Nikamwambia okay sawa mke wangu. Kwa nikakata ile simu. Hapo fast nikampigia Ndile. Na kweli Ndile alipokea, na wala hakuchukua muda. Nikamwambia hello mrembo. Nikasikia pale Ndile mwenye anacheka mwenyewe, angejua na mpanga tu. Nikamwambia nakusubiri sasa mchumba, njoo basi nikuage please mama. Sasa hivi nampikia mjomba ugali, ndo karudi hapa, ili nikimaliza tunakuja. Nikasema yes. Nikamwambia okay sawa, basi kimaliza tu njoo mama, unajua nimekumisi sana, natamani kukuona mno. Okay sawa Azizi, nakuja. Basi nikatulia pale na mgoja mtoto. Unajua nikaona ufikiri ule mzigo kule nyuma. Mpaka mwenye askari wangu anajikuta yuko hoi. Hapo sasa sijamgusa kabisa. Je, nikimgusa itakuwaje? Basi mida mtoto akanipigia. Akaniambia ndo nakuja, umefikia loji gani? Haraka nikamtajia, na nikamwambia mpaka na ule bodaboda mimi nalipia. Akasema nayo bwana. Nikamwambia okay poa.
ukifika ulizia room namba 32. Akaniambia okay poa. Basi nikatulia, mtoto wa kiume. Ukapita muda kidogo, nikasikia pale mlango unagongwa. Nikaenda kufungua na kweli alikuwa ni yeye bwana. Nilienjoy kinoma kumuona. Alivaa tu dela lake la kawaida tu na kanga, alikuwa amejifunika ushungeti. Ila Ndile bwana, nikajikaza kucheka tu. Basi nikamkaribisha, akasema asante, huko akawa amesimama. Mimi nikainuka nikaenda kumshika mkono. Nikamleta mpaka kitandani. Nikamkalisha pale na mimi nikakaa karibu yake kabisa. Nikamwambia nimefurahi sana kukuona Ndile. Yeye najisikia raha na najisikia amani mno nikikuona mrembo. Asante Azizi. Basi nikamwambia si umeshanikubalia mama, mwenzio nakupenda mno. Azizi, hauna mwanamke wewe? Nikasema sina kabisa. Nimeshaachana na mpenzi wangu miaka 3 huko nyuma. Yaani nimemwacha muda sana na sina mpango, yani sina mpango naye kabisa. Na niko single tu kwa muda wote. Ila sasa nimekupata wewe, kwa mimi sio single tena. Ujue tu ni vile ambavyo najihisi kama vile nimemiliki dunia. Please mama, naomba tu pamoja, unanivutia sana mwenzio. Unajua mimi nimetoka kwenye ndoa Azizi. Nimeachwa sababu ya kutokuzaa na nimenyenyesika sana. Naogopa mno usije kaniumiza. Mimi hapo moyoni najisemea asizae tu. Mimi hata sina shida ya kuzaa naye. Basi nilimshika pale mkono, nikamwambia kuwa na amani. Ulioyakosa huko yote kwangu utayapata. Wewe kuwa na amani na mimi tu Ndile. Sawa. Basi nikamwangalia sana na yeye akaniangalia mno mpaka akashusha macho yake chini. Nikaanza pale kumtoa ushungi wake na wala hakunikataza, nikatoa. Ana nywele nzuri mwenyewe. Japo kasuka zile za kawaida tu za mnyosho, ila zilikuwa zinavutia kweli kweli. Nikataka kumpiga busu, akakwepesha pale mdomo. Akasema sisi jamani, ndio kwanza leo tu na unataka hiyo mambo. Nikamwambia Ndile, nimekwambia sijafanya muda sana. Nakuomba please. Hapana bwana Azizi, tujuane kwanza kidogo. Nikamwambia utanijua tu. Na mimi baada ya wiki tu nakuletea posa kwenu. Nakupenda sana. Ama uniamini mchumba? Hapana, nakuamini tu ila naogopa. Nikamwambia okay sawa, relax basi. Hapo akajiachia sasa. Nikaanza pale kumpiga mabusu bwana. Nikaanza mpiga mabusu kweli kweli. Nilipagawa. Yaani yeye acha tu hatari. Nikaanza pale kumondoa moja baada ya nyingine. Yaani Ndile ni mkubwa kuliko Atashani. Kwa hakuna cha kufundishana kusema kweli. Mimi na yeye wote tulikuwa tunaelewa tendo linafanyikaje. Basi bwana nikakuta mtoto basi hivyo yani Ndile alizidi kunikumbatia akionyesha kwamba anahisia kweli na mimi. Nilienjoy sana na Ndile. Kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 2 za usiku ndio naachana naye. Hapo kila mtu yuko hoi. Kila mtu karidhika vile anavyotaka. Na nilifaidi ule mzigo, maana nilicheza nao nilivyokuwa nataka. Tulipomaliza tukaingia bafuni kuoga. Tulipotoka sasa, Ndile ndo akaniambia kwa hiyo ukishaondoka huko ndo unarudi lini mpenzi? Kwanza nikamkumbatia, nikamwambia nitarudi baby. Namba zangu mimi ni hizi. So unaruhusiwa kuweza kunicheck anytime. Na mimi nitakuwa nakutafuta muda wote kipenzi. Kuna kazi nafanya. Naweka kazi zangu vizuri na kuja mama. Ama baada ya wiki nitakuja kwenu kufanya mpango wa ndoa. Basi akafurahi sana, akasema kweli? Nikamwambia yes. Nitashukuru kama utanipa ibada ya ndoa. Tena mimi sipendi kuzini mwenzako. Nikasema sawa soon. Yaani wewe nenepa tu. Basi mimi naondoka. Nikamwambia mimi nataka ulale bwana. Unazungumzia kuondoka? Wewe mjomba hatonielewa, alafu haitokuwa adabu. Nitasema nimelala wapi sasa? Hapo nikacheka nikasema okay sawa, hamna shida kipenzi. Basi nikavuta pale pochi nikamkabidhi shilingi 70,000. Akasema asa ya nini jamani, kama unaninunua vile? Nikasema sikupi hii pesa kukununua bana. Nakupa sababu unajua wewe ni mdada bana. Hata ununue vitu vyako vidogo vidogo. Okay sawa, nashukuru. Basi naondoka jamani, nitachelewa zaidi. Nikamwambia okay thanks baby. Basi akanibusu pale mwenyewe anacheka cheka tu. Mimi nikabaki na mchora tu. Basi akaondoka zake. Haraka sana mimi nikachukua simu nikampigia mwanamke wangu. Hapo namzungumzia Shania. Na kweli Shania kapokea. Tukaongea sana na Shania. Yaani aliponiambia tu amenimisi sana. Kesho mapema nitamkuta nyumbani na ningojea kwa hamu sana. Nikasema poa.
Usiku sana kama saa 7 ndo nikamaliza pale kuongea na mwanamke wangu. Nilishasahau kabisa kuhusu Ndile, yani hata sikumuuliza kama kafika salama ama vipi, nikaachana naye kabisa. Nikatoka kutafuta chakula, nikapata huko, nikala huko, nikarudi kupumzika. Sikugusa kabisa simu. Na kesho yake mapema sana nikawasha chuba na safari ya kurudi Dar ikaanza. Njiani Ndile alikuwa ananipigia sana simu, ila wala sikuwa napokea. Sasa naongea naye nini? Na langu mimi limeshafanikiwa, nikamkaushia tu. Ndile alipigia sana simu. Nilipoona usumbufu wake unazidi, nikamtia block. Nikaendelea na safari yangu mpaka majira ya saa 7 mchana. Mimi nilikuwa nimeshaingia Dar es Salaam. Basi mwanaume nikaingia mpaka kwangu. Nikamkuta mtoto Shania pale kaja tele. Akanikaribisha kwa furaha kama zote. Aisee, Aude mimi nampenda bwana na moyo wangu upo hapa nye. Basi mtoto akanipeleka mpaka ndani. Akaniambia nenda kaoge kwanza, kisha uje mezani kipenzi changu. Basi mwanaume nikaingia zangu pale kupiga maji sasa, kisha nikatoka sasa dining. Nikakuta pale Shania kanaendelea chakula changu pendwa, pilau kuku. Sasa nilienjoy. Tena huku nalishwa, nitake nini tena? Basi tulipomaliza kula sasa nikaenda zangu kupewa vya chumbani. Oya, mtoto anayejua kinoma noma. Yaani mimi hapa ndo mdomo wangu unaishia hapa. Nilipewa penzi moja zito na mchumba, ndo tukapumzika sasa. Na mchumba alikaa home kama wiki. Hapo bado naendelea kuwasiliana na mzee Masudi kuhusu kazi za kilimo shambani kule. Ila Ndile ndo nilikuwa nimeshamkaushia, yani pale nilipiga tu alafu nikasepa. Basi baada ya kama wiki moja hivi nyingine Shania karudi chuo. Nikawa niko mimi mwenyewe tu home. Sikio sasa mida ya mchana nipo zangu home, kuna kazi nilikuwa najaza kwenye fomu zangu za maduka. Si ndo mzee Masudi akanipigia bwana. Nikapokea nikasema halo mzee, shikamoo. Akasema mimi sio mzee Masudi, mimi Ndile. Oya, Ude mnaye kinganganizi sasa, mtu mpaka nimempiga block haelewi nini sasa hapo. Nikamwambia Ndile, niambie. Mbona sikuelewi Azizi? Tangu ile siku nimeondoka pale hujanitafuta kabisa. Au kuna kitu nilifanya nikakukwaza? Hapana Ndile. Simu yangu tu kwa sasa inazingua. Kuna muda napatikana, kuna muda sipatikani. Azizi, mimi sio mtoto. Mimi ni mtu mzima Azizi. Wewe ni mwongo na umeniblock. Kila siku nasikia unapiga simu unaongea na mjomba. Haunifanyie sawa Azizi. Au ulipanga kunichezea tu? Huyu naye kukuchezea? Kwa nini mimi nilikukuta na usichana wako? Vipi? Nikamwambia sikiliza Ndile, elewa hivyo basi. Okay sawa, ila mimi nakupenda sana Azizi, na kile ambacho tulikifanya siku ile ndio kimezidi kunichanganya. Usione nifanye hivyo. Hapo sasa ilibaki kidogo tu nicheke, ila nikakaza. Nikamwambia bwana sikia Ndile, unajua nini? Mimi sio mtu kuzunguka. Mimi kweli nimekublock na nimefanya hivyo kwa sababu sitaki kuongea na wewe. Mimi nilikutamani bwana Ndile. Nisamee tu na wala hata sikukupenda. Na huku da, mimi na mwanamke wangu, so kama una hisia zozote zile na mimi toa kabisa. Azizi, hayo maneno unayatamka ni wewe? Nikamwambia ndio. Na niko very serious. Sikuhitaji Ndile. Sawa Azizi, nimeelewa na asante sana. Hapo akakata simu. Mimi nilimchana, sikutaka kumongopea. Hata kazi yake shaisha. Asije akapiga simu usiku alafu niko na Shani. Ikawa ni kesi bure. Kwa hiyo tangia siku ile Ndile hakunitafutaga kabisa. Yaani hata kwa simu ya mjomba wake hakunitafutaga. Na mimi nikawa niko busy na mwanamke wangu Shania. So mawasiliano yaliyobaki yalikuwa ni mimi na mzee Masudi. Ndile hakunitafuta na mimi sikumtafuta, nikawa zangu busy na mwanamke wangu. Ilipita miezi kama 2. Shambani wakavuna na mzigo kaletwa pale bwana. Mimi moja kwa moja napeleka kwenye maduka makubwa kwa ajili ya mauzo. Hapo sasa pesa inayoingia ni mara 3 ya ile nilowekeza. Kilimo kina pesa bwana. Baada ya kuvuna sasa ikabidi niende tena Ifakara kwa ajili ya kupanga mipango ya kilimo kinachofuata. Na kweli mimi nikaweka pale mambo yangu sawa, na kama kawaida nikafikia pale lodge bwana. Na hii siku moja kwa moja nilienda kwa mzee Masudi kwanza kwa ajili ya kumsalimia. Maana nilichelewa kufika. So isingekuwa rahisi kwa kwenda shamba huo muda kusema ule kweli. Basi nilipofika pale Ndile ndo alitoka ndani kuniletea kiti. Niliona aibu sana kumtazama Ndile. Ila nijikaza, nikasalimiana na yeye akanisalimia akiwa kawaida kabisa. Tena alikuwa yuko vizuri mno. Yaani wala hata hakuwa na shida. Mimi ndo kama nilikuwa nimejishtukia yani. Basi nikakaa kwa kile kiti na mzee Masudi akaketi katika kiti kingine.
Tukaanza pale kupiga story za shamba bwana. Basi tukaongea sana na mzee Masudi. Na tulipomaliza habari za shamba sasa akaniambia, kijana wangu, unakaa mpaka lini? Nikasema, mzee, hapa mimi nakaa siku 2 tu. Tuweke sawa kila kitu kesho na kesho kutwa. Maana hata daa pia kuna mambo yamenibana sana mzee wangu. Kesho bwana nitakuwa na muda mchache. Maana binti yangu analetewa posa bwana. Unajua niliposikia hivyo sielewi ni kwa nini moyo wangu ulifanya pa. Yaani nilishtuka kinoma noma, nikasema Ndile kapata mwanaume mwingine anataka kumwoa tena. Mzee Masudi akaniambia, ndio kijana wangu. Ndio. Binti yangu akaniambia, mjomba, kuna kijana anataka kuleta posa, anataka kumwoa. Kwa nikaona sio mbaya, na kwa kuwa yeye ndo kasema anakaridhia na mtu kamlete mwenyewe, kwa nini mimi nimpinge sasa? Unajua ndoa ni jambo jema. Na hilo jambo letu tunalifanya kesho. Nikasema okay, sawa mzee, basi mimi kesho nitakuacha mzee, umalizane na swala la Ndile bwana. Na kesho kutwa ndo tutaingia shambani. Ni sawa, hakuna shida. Kwa pale tukaendelea na stories zingine. Ila akili mimi haikuwa pale. Nilikuwa sijielewi. Hili swala sikuelewa kabisa, yani Ndile anaolewa. Nikaona mbona kama bado namuhitaji huyu. Unajua nikawaza sana pale. Huku nikawa najifanya kama naongea na mzee Masudi. Basi mzee Masudi akaniambia anaingia msalani kidogo, tumbo limemshika nimngoje. Nikasema sawa. Basi alivyoingia tu msalani, mimi sikujiuliza mara moja, yani sikujiuliza mara mbili. Moja kwa moja nikaingia mpaka jikoni. Ni kama vile kakijumba hivi kipo pembeni mwa nyumba yao. Ndile ndo alikuwa anapika huko jikoni. Ndile alianza kuniona, akasema, mbona umeingia ghafla? Nikamshika nikamwambia, wewe unaolewa na nani? Sina mwanaume jamani Azizi, au kuna shida gani? Nikamwambia, unajifanya wewe malaya au sio? Sasa sikiliza, hakuna kuolewa, ndo nimesema. Olewa sasa nikuoneshe. Hebu niache mshenzi nini wewe? Nitaolewa sasa. Nikamwambia, ngoja sasa. Kama utaolewa labda mimi sio Azizi. Wewe vipi? Usi umeniambia unitaki na ulinitumia tu ile siku, au umesahau? Nikamwambia, sikiliza, mimi nikiongea sitaki unijibu. Nitakupiga mabao hapa bila mjomba wako, na simogopi mtu yote hapa. Kwanza hapo nikampokonya na simu yake yenyewe. Nikamwambia, njoo nilipofikia lodge ile chumba namba 24 ndio nitakupatia simu yako. Sasa ole wako usije usiku leo. Hapo nilipozungumza vile nikatoka mule jikoni. Ile natoka tu nakutana na mzee Masudi, naye alikuwa anatoka huko msalani. Tukagongana macho kwa macho. Mzee Masudi akasema, vipi kijana wangu, mbona unatokea tena jikoni? Nikasema, mzee, nilikuwa nakunywa maji. Hivi huyo Ndile ndo ameshindwa kukuletea maji mpaka mgeni unaingia mwenyewe kujichukulia maji jikoni? Wewe Ndile, wewe Ndile, hebu toka kwanza. Na kweli hapo Ndile akatoka. Mzee akasema, wewe Ndile, ina maana umeshindwa kumletea mgeni maji nje mpaka anafuata mwenyewe huko jikoni? Hapo mimi sasa nikadakini, nikasema, mzee, mimi sikumuomba, ni mimi ndo nilienda mimi mwenyewe huko jikoni. Na Ndile wala Ndile hana shida mzee wangu. Nilizani huyu ndo akakwambia ukachukua wewe mwenyewe maji jikoni. Nikasema, hapana mzee. Basi Ndile akarudi pale jikoni kuendelea na kupika, na mimi wala hata sikukaa sana. Nikaaga pale nikarudi zangu lodge. Nilipofika cha kwanza nilianza kupekua simu ya Ndile. Nilikuta SMS zake na huyo mwanaume wake anayetaka kuja kumletea posa kesho. Nilikuta SMS za aliyekuwa mumewe akimwomba msamaha Ndile. Ila Ndile hakuwa anamjibu kabisa. Mimi nikampigia kwanza mwanaume anayemletea posa. Simu ikapokelewa bana. Nikasema, wewe boy vipi? Fresh, wewe nani? Mbona unatumia simu ya Ndile? Nikasema, kwa nini Ndile hajakwambia kwamba anamilikiwa? Anamilikiwa na nani? Nikasema, sikia dogo, ole wako kesho ulete posa ya kumwoa Ndile, ndio utanijua mimi nani sasa. Mimi ndo mwanaume wake ndiye Ndile. Na ninampenda na Ndile ndiye ananipenda. Sasa hangaika, alafu uone nini ambacho nitakufanya. Wewe nini, mbona mimi sikuelewi? Nikasema, sasa kama unielewi utaelewa. Wewe unajifanya wewe ndo mjuaji sana kutoa posa, sasa kesho njoo kama unajipenda. Hapo nikakata ile simu. Sijui ni kwa nini nilimharibia Ndile. Yaani hata kesho ukiniuliza sijui kwa nini nilimharibia Ndile, sijui. Kwa sababu nilikuwa sina mpango naye kabisa. Nilipomaliza kuongea na yule mshikaji nikatulia tu. Na baada ya dakika 30 mlango kagongwa. Nikajua yes, bila shaka ni Ndile. Na kweli nilipofungua mlango alikuwa ni yeye. Eti Ndile kaninunia. Akaniambia, nipe simu yangu. Nikamwambia, sikupi sasa. Unataka nini kwenye maisha yangu? Mbona unanifuatilia sana wewe mwanaume? Mimi hapo sikuongea naye sana. Nikamvuta karibu yangu. Nikaona ananisukuma. Nikamwambia, hebu tulia wewe.
Kisha hapo nikamkamata kiuno chake, nikataka kumpiga busu, akakwepesha midomo yake eti ataki. Nikaona mshamba nini huyu, nikamshika vizuri, nikaanza pale kumpiga mabusu ya shingoni. Akawa ananisukuma sukuma, ila nikaona huko kunisukuma sukuma huko wala hata amaanishi. Nikavuta ile blouse yake, nikaivua kabisa, nikaanza pale kule. Akanasema, bwana mimi sitaki Azizi, niache bwana, mimi sitaki. Mimi sikumjali kusema ile kweli. Ndio kwanza nikawa niko busy na mwili wake, nikaona anazidi kulegea, anaugulia kwa sauti ndogo, ila alizidiwa, akawa anatoa tu miguno kabisa. Na akaanza pale bwana kuonesha ushirikiano. Nikaona bas mtoto kaelewa. Oya, tukakiwasha tena, ukaburudika sana, tuko pamoja kwa dada deki. Asikwambia mtu, niliruka naye kweli kweli, na kama kawaida, yani ile zigo huyu mimi alikuwa ananivuruga huyu. Nikamwacha pale amechoka hoi, na mimi nimechoka hoi. Tumemaliza eti bado kamenuna. Nikamsogelea, nikamwambia, sikiliza, mpigie huyo basha wako huyo, mwambie kesho asilete hiyo posa. Sasa kwa nini? Hebu acha mimi niolewe naye. Kwani wewe si unipendi, unanitumia tu? Na umeniambia kwamba una mwanamke wako kwa Dar es Salaam. Nikamwambia, sikiliza, mimi sitaki maelezo, mpigie sasa hivi bwanako. Na kweli akampigia, na mshikaji akapokea. Nikampa simu Ndile, nikamwambia, bongea haraka bwana. Ndile akapokea simu, kisha akasema, Rashidi, samahani, mimi na mtu wangu karudi, kwa hiyo kuolewa na wewe haitowezekana tena. Hapo nikamsikia jamaa yule wa Ndile anasema, Ndile acha masiala bwana, si unajua jinsi gani nakupenda mimi Ndile, please bwana, hayo masiala bwana. Hapo mimi sikutaka ongea tena, nikavuta simu nikaikata, na kisha nikachomoa line yake, nikaitafuna. Ndile ile baki ananiangalia tu mpaka machozi yakawa yanamtoka. Akasema, sasa mbona umetaka kuniharibia wakati wala huna hata mpango na mimi? Nikamwambia, mpango nawe ninao Ndile, na utulie kabisa, mimi nakupenda bwana. Azizi, mimi sikuamini, ukienda tu da hutaki kabisa kuwasiliana na mimi kabisa. Kuwa na amani, mimi na tutawasiliana, na nakupenda sana Ndile. Yaani kiukweli sikuwa nampenda, ila tamaa za kiwanaume, yani haise. Sasa Ndile akasema, please niaminishe basi, mimi sitaki unizingue Azizi, nakupenda sana, lakini ile siku umenijibu vibaya. Sasa hapo Ndile akaanza kulia. Nikamsogelea, nikamwambia, sikiliza, tulia Ndile. Hebu acha kulia, alafu kisha unatakiwa uweze kuniamini. Mimi nakuoa bila ya shida yoyote, na nakupenda sana. Kwa naomba sana uwe na amani kabisa moyoni mwako, kipenzi changu. Sawa, acha tu nikuamini tu basi. Kwa baadaye nikamvuta karibu, nikamkumbatia, nikambembeleza, na kisha nikamwambia, mwenzio ile siku bwana mimi nililewa, na ndio maana nikakujibu vile. Yaani sio mimi bali ni pombe, na wala hata sijafanya makusudi. Naomba unisamehe basi Ndile wangu. Hapo Ndile akanyamaza, akaniambia sawa, nimekusamehe. Basi akawa mpaka anacheka. Nikaona hapa kesi imeisha. Basi akaanza pale kudai kwamba anataka kuondoka. Nikamwambia, Ndile, hapo uondoke, leo tunalala wote. Mjomba bwana hata nisema. Nikasema, wewe hebu tulia bwana, wewe ni mtu mzima na wala sio mtoto, kutuliza pressure kabisa mchumba. Lakini mjomba hata niwazia vibaya, sijarudi nyumbani na sipatikani, line umevunja. Nikasema, bwana sikiliza, leo hapo uondoke. Sasa akawa anacheka tu. Yaani Ndile anapenda sana kucheka bwana, kulia kwake ni mwepesi pia. Mimi nikaagiza pale chakula, tukaletewa pale ndani, tukala kwa pamoja, na kisha akaingia bafuni. Mimi nikavuta pale simu, nikaweka kindege kwa ajili ya kuzuia simu za Shania, ili Ndile asijaka akashtuke kitu chochote. Basi alipotoka tu kuoga, mimi nikaruka naye kweli kweli. Usiku kucha nilikuwa nimeushikilia ule mzigo, nilihangaika nao usiku mzima, sikwambia mtu. Aisee, niliburudika kinoma noma, yani tumelala tuko hoi. Asubuhi mimi niliwahi kuamka, nikaenda zangu kwanza kuoga, na nilipotoka pale nikamwamsha yeye. Akawa anajivuta sana, ikajua kwa sababu nimemchosha sana. Akawa anasema eti kachoka. Nikamuinua pale, nikaingia naye tena bafuni, nikamuogesha, na huko pia nikala tena mzigo, ndio nikatoka naye sasa. Naye akawa kashachangamka sasa. Akaniambia, mimi inabidi niende nyumbani bwana, mjomba atakuwa ananitafuta. Nikamwambia basi fresh, ila tuende mjini kwanza nikakununulia hata nguo. Maana kusema ule kweli niliona na nguo chakavu mno, na hata huyo mumewe pia alikuwa kamoa alikuwa ni wa kawaida tu. Maana sikuwahi kumuona Ndile na nguo ya maana sana kusema ule kweli. Basi kweli akakubali, nikaingia naye katika gari yangu pale. Sasa Ndile akaniuliza, hii gari ni ya kwako? Nikasema ndio mchumba. Akaniambia hongera, una gari nzuri. Nikamwambia usiwaze,
usiwaze mchumba, ni mambo ya kawaida tu. Haya bwana. Basi nikampeleka pale mjini bwana. Tukaingia zetu madukani. Aise, nilimkusanyia nguo nyingi sana. Yaani nilibeba kweli kweli, yaani kila alichotaka nikamnunulia. Ila ni mwoga huyo. Kuchuna tu ndo ajui. Angekuwa sheni wangu hapa, nimtoe auti kama hivi. Angesema ninunulie hiki, ninunulie mpaka gari, asingesema nimnunulie. Ila huyu wala. Sijui ndo wa kijijini, wa kienyeji sijui. Kwanza anataka magauni marefu na madela tu. Nikamjazia kutosha, nikamnunulia mpaka nguo za ndani na viatu pia. Nakumbuka nilitumia kama 400,000 hivi kumfanyia shopping. Nikamkamilishia kila kitu chake. Basi alifurahi mno mwenyewe. Wakati 400,000 mimi nampaga Shania, anaenda nao kununua nguo tu. Basi baada ya kumaliza pale manunuzi ndo nikarudi naye sasa tena kijijini. Hapo hizo asante jamani kama zote. Nikampa na 200,000, nikamwambia nakupenda sana. Basi naye akaniambia ananipenda pia. Basi tulipofika sehemu akaniambia simamisha hapa. Mimi nashuka kipenzi. Hapa ni karibu na nyumbani. Nikamwambia okay sawa, ukifika utanicheki basi. Maana nilishamsajilia line mjini. Na mtoto alionyesha kuniamini sana, yani sana. Yaani nikimwangalia tu hivi, yeye anacheka. Basi akashuka pale na mizigo yake, mimi moja kwa moja nikarudi zangu lodge. Nilipofika sasa ndo nikatoa kile kialama cha kindege kwenye simu. Nikamcheki pale Shania. Basi Shania akapokea. Shania anawaka kweli kweli, akaniambia tangia jana usiku na kupigia upatikani, kwa nini lakini wewe mwanaume? Nikamwambia bebe, jana ile mimi kufika tu. Nilipelekwa kwenye mashamba mapya mbali kweli kweli. Hapa kwa hata na mtandao kabisa mke wangu. Na ndo nililala huko. Yaani hapa ndo nimerudi mjini, nimechoka kinoma noma. Na cha kwanza nikaona kwanza nikupigie wewe mpenzi wangu. Mbona umekuwa muongo sana mwanaume? Yaani siku hizi kila ukienda uko shamba upatikani na uishiwi sababu. Nikamwambia sikiliza Shania. Aya, narudi kesho. Sitaki kuombwa pesa. Wewe hutaki nitafute? Aya, narudi sasa, tuje tuonane na uje ukae nyumbani. Ili usione maneno. Au kama huniamini, basi sasa kila sehemu nataka tuwe tunatembea wote, mimi na wewe. Basi nimenyamaza kimya. Nikamwambia kuwa na amani na mimi. Na naomba uniamini mke wangu. Mimi nakupenda sana Shania. Nakupenda mno. Siwezi kufanya chochote cha kipumbavu mke wangu. Hujui ni jinsi gani nateseka kwa ajili yako mimi. Nahangaika mno kwa sababu yako. Na kulipia ada, nakupa kila unachokitaka. Pesa inatafutwa kwa shida mke wangu. Usiwe na kisirani tafadhali. Sawa hamna shida, basi nisamee mume wangu. Mimi nilipata tu hivyo. Nikamwambia okay sawa. Pale nikawa nimeua game mapema. Mie tena kwa kumpanga. Nampanga mtu mpaka anaelewa. Basi akasema sawa mume wangu, yaishe kabisa, mimi nina amani nao. Nikamwambia okay sawa. Hata mimi pia napenda wewe uwe na amani mke wangu. Na nakupenda sana kuliko kitu chochote. Ama wewe hulijui hilo Shania? Najua baby na ninaelewa sana kwamba unanipenda mno. Nikamwambia haya. Basi sawa mchumba wangu, vipi kuhusu masomo? Masomo yako poa, naendelea vizuri, tuna shule. Nikamwambia okay sawa mke wangu. Basi nikapiga pale story na kichuna wangu na kisha ndo nikakata ile simu. Nikapumzika sana. Aisee, nililala sana hii siku. Maana nilichoka na kumiliki lizigo lile jana. Nikaja kushtuka usiku kama wa saa 1 hivi. Hapo sasa ilibidi niagize chakula. Nikapiga msosi na kisha nikampigia mzee Masudi anipe ratiba ya kesho shambani. Mzee alipokea, nikamsalimia na alitikia vizuri na kisha nikamwambia mzee, vipi swala lenu lile? Limeendaje leo? Lipi tena kijana wangu? Nikamwambia lile la ndile kutolewa posa. Bana kijana wangu acha kabisa. Nitakusimulia kesho tukikutana, ila kesho wewe njoo asubuhi tuwai shamba. Nikasema sawa mzee wangu. Hapo nikaona yes. Niliyopanga nimeona sasa imekwenda vizuri. Nikampigia Ndile kwa namba yake mpya sasa. Tukapiga sana story mimi na Ndile na nikamuuliza vipi, umekataa hiyo posa? Akasema ndio Azizi nimeikataa. Nikamwambia sasa tulia, mimi ndo mumeo sawa? Akasema sawa, ila mjomba kanikasirikia sana. Nikamwambia utulia, atashusha tu pressure na mtaongea tu, au hutaki kuelewa na mimi? Unamtaka huyo kibaka wako huyo, si ndio? Hapana bwana, mimi wala hata simtaki na kutaka wewe. Nikasema limeisha hilo. Basi mtoto akawa ananielezea jinsi gani jana nilivyokuwa nimemshughulikia vizuri. Basi nikawa nacheka, tunafurahi. Unajua tena wanaume tunavopenda kusifiwa kwamba tumemmiliki mchezo vizuri. Basi Ndila ananisifia sana, akaniambia eti najua mapenzi na ananipenda sana. Na akanisihi sana nisizingue. Na akasema kwamba kweli nimletee posa. Nikamwambia wala hata usijali, yote mimi nitatekeleza. Ila ukweli Ndile hakuwa kwenye kichwa changu. Hayupo kabisa. Basi nikaacha kuongea na Ndile na nikamwaga kwamba bwana mimi napumzika mapema ili kesho niwahi kuamka na wahi shamba na mjomba wake. Ndile akaniambia sawa. Basi nilivukata tu simu na Shania pale nikaona anapiga.
Basi niko busy na Shania wangu mpaka usingizi ukanipitia. Nilikuja kushtuka ilikuwa ni asubuhi, tena mzee Masudi ananipigia. Nikampokelea pale, nikamwambia mzee tukutane shambani. Mzee akasema sawa. Na haraka pale nikaanza kujiandaa. Nilijiandaa chap, nikachukua pale boda nikaelekea shambani, na huko ndo nilikutana na mzee Masudi. Tukafanya yote ile tupeleka shamba. Hatukuwa tunalima, ila maelekezo kwa vijana na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Na sasa mimi nilikuwa nalima kilimo cha kisasa zaidi. Tukapata pale muda wa kupumzika na mzee Masudi. Bwana, nikamuuliza mzee Masudi, vipi? Uniambia utanisimulia leo kuhusu Ndile. Imekuwaje kwani, au mchumba kakataa kuja? Hapo mzee Masudi akaniambia, yani bwana, wanawake achana nao. Hawajui wanataka nini kwenye maisha yao. Yani Ndile ni mjinga sana. Ameniambia yeye mwenyewe, mjomba, mimi nimepata mchumba, analeta posa. Alafu kisha anakuja kumkataa mbele ya macho yangu. Anamwambia eti sikutaki, nina mtu wangu. Yani Ndile ni mshenzi sana. Sijui kampata nani anayeendesha akili yake. Amekuwa ni mpumbavu sana. Juzi unajua hajarudi nyumbani. Amelala kwa huyo mwanaume wake huko. Amekuwa anakosa adabu kabisa. Yani kijana wa watu analia mbele yetu. Anamuomba Ndile asikatae posa yake, ila Ndile anakataa. Yani unajua nilitamani kumtandika, ila ni basi tusikutaka maneno mengi. Anajiona ni mzuri kwa ule mshepu wake ule mkubwa. Mimi ananikwaza sana. Kwa jinsi huyu mzee alivyokuwa anaongea, nikajua yani amekwazika kweli. Na yote ni mimi ndiye nimeyasababisha haya. Nikasema mzee, pole sana mzee wangu. Na ndo watoto wa kike walivyo, wanakuwa na mambo mengi kweli. Msamehe tu, atajirekebisha. Sasa alichonikwaza mimi, alishajijua yule kijana yeye afanyaje, hamtaki. Sasa alimleta nyumbani kufanya nini? Unajua Ndile amenikwaza sana. Yani kanikwaza mno. Ni basi tu na nyamaza. Nikasema mzee, tuliza tu hasira. Naam. Basi kwa kuwa hii siku tulimaliza kila kitu, mimi nilimwaga mzee kwamba bwana, mimi kesho narudi zangu Dar es Salaam. Mzee akaniambia sawa, na nikamwachia pale chochote kitu, na kisha mimi sasa ndo nikarudi moja kwa moja lodge. Nikampigia Ndile, nikamuita aje, akaniambia sawa anakuja. Na kweli haikuchukua muda, Ndile akaja akiwa kapendeza na kuambia, sikavaa viwalo vipya nilivyomnunulia. Basi nikamkalisha pale na sikutaka maneno sana. Nikataka game na mtoto wala hata hakuninyima. Akanipa mpaka nikakinai mimi mwenyewe. Tulivyomaliza tukapiga pale maji na kisha tukarudi zetu kitandani. Nikamwambia nimependa ulivyokataa hiyo posa, japo mjomba wako kaongea sana. Bwana, mimi sijali Azizi. Kwa sasa nataka tu kuwa na wewe tu, na nakupenda sana Azizi. Basi na mimi nikamkumbatia pale, nikamwambia nakupenda sana Ndile. Na kisha nikamwaga kwamba kesho mimi na Sepa narudi Dar. Basi Ndile akanisisitiza sana kwamba nilete posa kwao. Nikamwambia nikirudi tu nafanya hivyo. Akaniambia sawa. Sasa alipotaka kuondoka, mimi nikamforce alale pale. Ndile akakubali kama kawaida. Simu nikaweka flight mode, nikapinduka na Ndile usiku mzima unaambiwa. Mpaka asubuhi nikajiandaa na Ndile, na Ndile akajiandaa, na nikampa pale pesa ndo akarudi kwao, na mimi nikaanza safari ya kwenda Dar es Salaam. Nilivyofika Dar sasa, nikawa niko makini sana. Maana tayari nimeshakuwa na wanawake wawili kwa wakati mmoja. Ndile niko naye kwa ajili ya tamaa tu na upenda ule mwili wake, ila Shani ndiye mwanamke ambaye nampenda sana. Nilikuwa niko makini sana kufanya Shani asihisi chochote kuwa na mwanamke mwingine, ambaye asihisi chochote kwamba nina mwanamke mwingine ambaye ni Ndile. Nilikuwa niko makini kweli. Hata Ndile safari hii sikuwa nimempotezea sana. Kuna muda nilikuwa nazungumza naye, hata namtumia pesa japo ya kawaida sana, 20,000, 15,000 hizo. Yeye mwenyewe anaona ni nyingi. Anaona ni nyingi hatari. Sio, unajua tena mademo kijijini. Akiniuliza kuhusu ndoa, namwambia tulie mama. Hayo mambo hayataki haraka, nitakuoa. Hayo sasa mimi ndio yakawa maisha yangu. Na ikawa nikienda Ifakara shambani kwangu, basi mimi huko naburudika na Ndile tu. Nikirudi na uchuna kimya. Na nilikuwa na ficha bwana. Tena siku Shania akiwa kwangu ndo nazidisha umakini. Maana huyu ndo nampenda sana kuliko kitu chochote. Mengine ni tamaa tu za wanaume. Basi siku zikaenda mpaka ikakata kama miezi 5. Hapo Shania alibakisha kama miezi 2 kumaliza chuo. Sikutaka mambo mengi, nilitaka tu akimaliza tu mimi namuoa. Na hakuwa na shida, basi nikaanza pale process za kumuoa Shania. Siku hiyo nipo zangu tu home bwana. Hii siku Shania wala hakuwa nyumbani. Nilikuwa niko mwenyewe tu. Ndile alinipigia bwana. Nikahisi kama kaishiwa pesa. Maana nilimtumia kama 15,000 wiki mbili zilizopita.
na huwa haombagi pesa, ila mimi najiongezaga tu mwenyewe kumpatia hata hicho kidogo huwa najiongezaga. Nikapokea simu, nikamwambia mama vipi? Habari nzito Azizi. Hapo nikajua sasa huyu anataka kuolewa. Nikamuuliza unalitoa posa tena ama ni vipi? Hapana Azizi, mimi ni mjamzito. He? Ulipoza hapo moyo wangu ulifanya pa. Mimi ni Zai na Ndile. Sio kweli bwana. Mimi huyu Ndile mimi nilikuwa naye tu kula bata tu na sio kwa ajili ya kuzalishana naye, kuunganisha damu. Nikamuuliza wewe unasema una mimba? Ndio nina mimba. Yaani nilikuwa najisikia vibaya sana, ndio nimeenda kupima naambiwa kwamba nina mimba ya miezi 2. Nikamwambia okay sawa. Mimi leo nakuja Ifakara. Sawa, ila mbona kama vile umechukia? Nikamwambia sikiliza. Nakuja tuliongelea hilo swala. Kwa simu hatutoelewana. Okay, sawa mpenzi. Mimi hapo nikakata simu. Lakini nilikuwa nimechanganyikiwa. Kwanza nitamwangaliaje ule mzee Masudi? Nikaona huyu asinichanganya mimi. Sikutaka kuzaa naye. Tumzima anajiachiaje mpaka anapata mimba? Hao walikuwa na force ni moe sasa kinguvu. Nikajiandaa pale haraka sana. Nikiwa niko na akili moja tu kichwani kwangu, lazima Ndile atoe hiyo mimba. Kwa nikampigia simu Shania na kisha akaniambia baby, ndo najiandaa nije kwako. Nikamwambia Shania usije baby. Nina udhuru ya haraka sana. Nasafiri naenda mashambani mara moja, yani Morogoro. Kuna issue imetokea huko, naenda kuifuatilia haraka iwezekanavyo. Shania akasema jamani baby pole, ni swala la kazi. Nikamwambia so natakiwa haraka sana niwe huko. Okay sawa, tutawasiliana. Nikamwambia okay poa. Mwanaume nikachukua pale chuma safari Morogoro. Nikiwa niko njiani nikampigia moja kwa moja mhudumu ile lodge ninayofikiaga, nikaagiza pale chumba cha haraka. Wakaniambia sawa nimepata. Nikasema okay sawa, kuna dada atakuja hapo, utampa funguo na atatangulia chumbani. Yule mhudumu akasema sawa boss. Nikampigia simu Ndile, nikamwambia Ndile, nenda katika ile lodge tunayolalaga, chukua funguo nikukute chumbani, naweza nikachelewa kufika. Akaniambia okay sawa baby. Mimi hapo naongeza speed ya gari. Kwa nilitoka da majira ya saa 9 za mchana. Saa 5 usiku nikaingia Ifakara na moja kwa moja mpaka katika ile lodge. Nikaingia room nikamkuta Ndile alikuwa amekaa na ningojea. Kwanza nikaeka begi pembeni na kisha na mimi nikaenda pale kukaa kitandani. Ndile akaniambia pole na safari. Nikamwambia asante Ndile, unaendeleaje? Mimi si jambo sijui wewe. Nikamwambia sawa. Hivi wewe Ndile, wewe ni mtoto mdogo? Kwa nini mbona unaniuliza hivyo? Kwa nini umebeba mimba? Mtu mzima kama wewe unabebaje mimba? Azizi, imetokea ni bahati mbaya. Mimi nilikuwa najua kizazi changu iko mbali na ndio maana niliachwa, ndio maana sikuwa nazuia chochote Azizi, wala sikufanya makusudi, ila tu imekuwa tu hivi. Nisamee. Nikamsikiliza, na utaachwa sana tu kwa sababu huna akili. Sasa sikiliza, mimi kwa sasa sihitaji mtoto Ndile. Sitaki kabisa kulea. Sasa hapo Ndile akabaki ananiangalia tu huku haamini macho yake kwa hiki ambacho mimi nakisema. Akaniambia Azizi, mimi sio mtu wa kuhangaika kabisa. Hii mimba ni ya kwako Azizi. Sawa, ni ya kwangu, sijakataa. Ila sitaki kuwa baba kwa sasa. Hutaki kuwa baba au hutaki kuwa baba kwangu? Vyovyote vile ni sawa, lakini tusihitaji kuwa baba. So kilichonileta hapa ni mguu wako mguu wangu, tukatoe hiyo mimba. Hapana. Mimi siwezi kutoa mimba Azizi. Mbona unakuwa mnyama wewe? Unataka ukaue mwanao? Alafu Azizi, mimi nimehangaika sana katika ndoa miaka 5. Nimeachwa kwa sababu ya kuwa mgumba na sizai. Leo hii nimepata mimba nikatoe? Azizi hapana. Sihitaji. Yaani kama wewe humtaki mtoto basi sawa. Wewe niachie mimi nitareme mwenyewe mimba na nitazaa tu, ila kutoa mimba sitaki. Nikamwambia kelele wewe. Mimba utatoa na mwanaume ndo nimeshaongea. Sitaki kuona mtoto na wewe. Iwe utalea wewe au nitalea mimi, mjinga mmoja wewe. Azizi, mtoto amekosa nini sasa? Please sihitaji. Nikamwambia nitakupiga nikuue humu ndani. Mimba utatoa. Hapo akabaki kimya akawa analia. Mimi sikumjali kwa kuwa na mimi nilishakuwa na mawazo yangu kusema ile kweli. Nikainuka pale nikafunga mlango na funguo, nikarudi na funguo na kisha nikaificha. Niliogopa sija kanikimbia huyo usiku.
Na kisha nami nikajitupa kitandani, miguu nikawa nimening'iniza hivi chini ikiwa iko na viatu, kwa jinsi stress ambavyo zilikuwa zimenizidia. Basi nikajikuta pale napitwa na usingizi kabisa. Nilikuja kushtuka asubuhi saa 12. Nageuka na muona Ndile bado amekatwa analia, macho yamevimba. Mimi sikutaka hata kumuuliza ya kwamba kwa nini hajalala ama alilala ama ameamka ama vipi, sikutaka. Nikaingia zangu bafuni nikapiga pale maji. Nilipotoka nikamwambia kajiandae, tunaondoka. Akasema mimi nipo vizuri. Nikamshika mkono nikatoka naye, nikaingia naye kwenye gari. Moja kwa moja nikampeleka mjini kwenye hospitali kubwa ya private. Nikaonana pale na daktari bingwa wa mambo ya hayo kina mama. Nikampanga kila kitu na nikamwambia, nikatoa pale 700,000. Daktari akaniambia sawa. Ni kama masiara, ila daktari alifanikiwa kumtoa mimba Ndile. Japo kwa shida sana, maana Ndile alikuwa anagoma. Ikabidi amchome mpaka sindano usingizi ndo akafanikiwa. Tena ilitolewa kwa chuma. Nilitaka kisibaki hata kitu chochote tumboni mwake, asije akaniambia kwamba haijatoka bure. Alipoamka sasa, niliona Ndile analia sana, ila mimi wala tasujali. Nikamlipa daktari na kisha nikarudi na Ndile mpaka lodge. Ndile aligoma kabisa kuingia lodge. Alidai kwamba nimshushe tu hapo nje yaende kwao. Nikamwambia okay sawa, muhimu mimba imeshatoka. Nikampa pale na pesa. Ila siku hii Ndile hakuchukua pesa zangu, lakini mimi sikujali. Aliposepa tu mimi nikaingia ndani, nikabeba vilivyo nihusu, nikaanza safari kurudi Dar es Salaam. Nikiwa niko njiani, Ndile alinitumia message nyingi tu za kunilaumu kwa kile ambacho nilichokuwa nilimfanyia. Akiniita mimi ni mshenzi, mimi ni shetani, mimi ni muuaji, mimi sina akili wala sina aibu, na mimi ni yani hivyo. Yani alinitukana sana na alinilaumu mno. Ila kusema ule kweli sikujali kabisa. Mimi nilimwambia tu kausha, fanya maisha yako nifanye maisha yangu. Kiufupi sikutaki. Na hapo Ndile hakunijibu tena. Mimi nilivyorudi tu mjini moja kwa moja nikafikia kwangu bwana. Kuanzia hiyo siku ambao nilimtoa mimba Ndile, ndio mahusiano kama ilikata. Ndile alinikausha kabisa katika simu, hakuwa ananitafuta na mimi sikuwa namtafuta. Nikawa niko zangu busy na mwanamke wangu Shania, ila bado sikuwa nimeenda shamba. Kwa hiyo mawasiliano mimi na Ndile alikufaga hivyo. Mwanaume nikaanza process za ndoa yangu mimi na Shania. Na hapo mama yangu alikuwa na raha sana. Maana mama anampenda sana Shania sana. Sio mama tu, mimi mwenyewe nampenda, ndugu zangu wote wanampenda sana Shania. Mimi mwenyewe ndo usiseme. Basi bwana, Shania alipomaliza tu chuo wiki ya pili mimi nikamuoa. Yaani nikapiga goti kumuoa Shania wangu rasmi. Sasa mimi na Shania tukawa ni wanandoa, yani mke na mume. Maisha ya ndoa yakaanza kati yangu mimi na Shania. Nitake nini mwanaume mimi nisipewe? Aise mpaka nilinenepa. Mke wangu alikuwa ananipenda mno na alikuwa ananihudumia kwa kila kitu. Si unajua ndoa mpya? Mtoto ananipata sebleni na vile ndani yuko mwenyewe. Ninapomkuta tu popote halali yangu, iwe jikoni, iwe bafuni, kokote. Yaani akininyima tu namwambia mimi mumeo unapata dhambi. Yaani ilikuwa ni raha mtupu. Bado wazazi wanatupenda sana. Yaani nilikuwa nina amani sana na ndoa yangu. Na baada ya kumkaushia Ndile sikuwa na makando tena. Hata Shani hakuwa mwanamke mwenye makando hata. Tena Shani alitulia sana mwanamke wangu. Hata kwenda kuzurula kwake ilikuwa ni shida. Yaani labda tu niseme namtoa out, ndo tunatoka na mwanamke wangu. Au na yeye aniombe nimtoe, ndo tunatoka sasa. Ila sio mwanamke mzururaji kabisa. Na sikuwahi kuona shida kwa huyu binti hata kidogo. Na nikawa napiga kazi huku najua kabisa nikirudi nyumbani mke wangu yupo. Asikwambie mtu kuoa raha nye. Hapo sasa nilimwambia ajiachie, asizuie mimba tena, aache tu. Kama ni watoto waje tu. Akaniambia sawa. Na kweli alifanya hivyo. Na bado alikuwa hajapata ajira, kwa hiyo alikuwa yuko tu nyumbani katulia tu. Hapo ulipita muda wa kama miezi 3. Sikuwa nimeenda kabisa shamba, ila nilikuwa nawasiliana sana na mzee Masudi. Akitaka kitu ananiambia, na mimi nikitaka kujua kitu kuhusu mashambani kwangu kule ninampigia na atanieleza hali jinsi ilivyo. Siku hiyo bwana mzee alinipigia simu, akanisalimia na mimi nikamuitikia vizuri tu. Akaniambia bwana kijana wangu mpunga ushakubali. Yaani hapa baada ya wiki moja tu tunavuna, kwa hiyo uje mwanangu. Au awamu hii hautakuwepo. Nikamwambia nakuja mzee wangu, wala hamna shida. Naweka tu mambo sawa kisha nakuja. Mzee akaniuliza vipi lakini mke wa Jambo? Maana nilimuelezeaga mzee kwamba bwana mimi naoa. Nikamwambia ndio wa Jambo mzee bwana. Yuko sawa tu mke wangu.
basi sawa, ukija kuna dawa uje nazo kwa ajili ya issue za shambani. Na kweli mzee Masudi alinielekeza dawa za kuchukua huku kuda kwa ajili ya mashambani. Nikasema sawa, mzee huyu anaga shida kabisa. Basi nikakata simu nikaendelea pale na mambo yangu. Nikawa niko busy tu na ndoa yangu. Nilisahau kabisa issue za Ndile, na baada ya kama wiki nikamwaga mke wangu sasa kwamba bwana mimi natakiwa niende shamba. Na tunaenda kuvuna, so nitakaa kama wiki huko. Mke wangu akaniambia basi sawa, mimi nitaenda kukaa kwa mama mkwe mpaka utakaporudi. Nikasema sawa. Namjua mke wangu anavyopendana na mama yangu. Nikasema poa. Kesho yake nilienda mjini kwanza. Nikanunua dawa zote alizozihitaji mzee Masudi na baadhi pia ya vifaa. Ila sijui ni kwa nini hii siku nikamkumbuka Ndile. Nikiingia dukani nikamnunulia pale baibui zuri sana, tena la bei. Nilinunua kama 300. Nikasema ngoja tu nimpelekee. Na kisha nikarudi home. Vitu sikushuka navyo kwenye gari. So hata ile baibui nikaliacha huko ndani ile gari. Mke wangu hakuliona hata. Nikaingia ndani. Hii siku mke wangu akataka game. Eti nimpe ya wiki nzima nitakapokuwa mbali na yeye. Ila Shania bwana, basi tukakulana pale usiku mzima yuko kifoni mwangu. Shania bwana, nyie tukalala usiku mzito sana na mapema sana palipokuja kukucha mimi nikajiandaa. Nikampa Shania 200 ya matumizi. Akaniambia baby hii haitoshi bwana, hebu niongeze. Nikamwambia haya, niambia unataka shilingi ngapi mke wangu? Akaniambia niongeze 300. Sikumuuliza, namjua Shania kwa matumizi yaani kwenye matumizi tu ajambo yuko vizuri. Nikampa 300. Jumla nikawa nimempatia 500. Alifurahi na mimi pale napenda muda wote mke wangu awe anacheka cheka. Nikampiga pale busi kisha huyo nikaingia kwenye ndinga na safari ya Morogoro ikaanza. Na mara zote mimi huwa napenda sana kutoka mapema sana. Mpaka saa 8 mchana nikawa nishaingia Ifakara kabisa. Nikaingia pale lodge yangu pendwa, nikachukua pale room bwana, nikatulia pale. Nikampigia simu mzee Masudi nikamuelekeza kwamba nimeshafika na dawa zote ninazo. Mzee akaniambia sawa, ila chakula cha usiku uje kupata kwangu bwana leo. Nikamwambia okay sawa mzee wangu, ngoja nipumzike kisha mapema sana nitakuja huko. Akaniambia sawa. Nikampigia simu mke wangu Shania nikamjulisha kwamba bwana nimefika salama, na akaniambia sawa na yeye pia tayari yupo kwa mama. Nikamwambia okay poa. Nikapumzika tu kidogo, mida ya jioni nikaamka. Niliingia bafuni nikapiga maji. Nilivaa zangu pale fresh nikatoka nikachukua boda nikaelekea kwa mzee Masudi. Na kweli nilimkuta mzee. Akanikaribisha pale vizuri tu na mkewe alikuwepo. Akanichangamkia sana. Nikakaribishwa pale kwenye mkeka, nikawa naongea na mzee pale. Alinieleza issue za shambani pale. Ila sikuwa nimemwona Ndile. Nikatamani hata kumuona tu. Japo naelewa nina bifu naye kubwa mno. Swala la kumtoa mimba sio swala dogo. Basi nikaona bi mkubwa ndo katutengea pale chakula na kila kitu. Nikasema hivi mzee yule binti sijui anaitwaga nani vile, mbona sijamuona leo au alishaolewa? Unamzungumzia Ndile? Ndile yupo. Sasa hapo mke wake akaingilia kata akasema Ndile aliniaga anaenda kwa rafiki yake bondeni, atarudi somda. Mimi hapo roho ikaniuma. Rafiki yake gani usiku huu? Maana ni kama muda wa saa 1 hivi. Nikajua tu kaenda kufanywa huko, hana lolote. Ila nikapotezea nikawa tunakula na mzee pale. Basi mzee akasema yani Ndile bwana mimi namshangaa sana upindi. Kila kijana anayekuja hapa anakataa kuolewa. Anasema yeye ana mtu wake anampenda atakuja tu kumwoa. Lakini huyo mtu mwenyewe haji, hatumuoni. Hao watoto wa kike bana. Sijui anataka apate mimba huko. Hapa nyumbani hapa. Hakai akipata mimba. Bora sasa amrudie mumewe. Lakini pia hata kumrudia mumewe hataki. Nabaki tunamwangalia tu. Namwombea tu kwa Mungu. Nikasema mzee ndo watoto wa kike bwana mzee wangu. Wana changamoto nyingi. Ni kweli kabisa. Basi nikaongea sana na mzee pale mpaka majira ya saa 3. Ndile hakuwa amerudi. Mimi nikamwaga mzee kwamba anaondoka kesho mapema sana. Tutakutana shambani. Mzee akaniambia sawa kuna shida. Na hapo kesho tulikuwa tunaenda kuvuna. Basi nikaona nitembee tu kwa ajili ya kunyosha miguu, wala hata sikuita bodaboda. Nikawa narudi zangu sasa. Kwenye simu kigizagiza hivi nikamwona mtu kama Ndile. Alafu alikuwa amesimama na mwanaume. Ndile namjua. Nilipomwona tu mshepu wake tu nikajua ni yule. Nikasogea taratibu mpaka pale. Wao hawakuniona sababu ya kigiza sijui. Nikafanikiwa pale kusikia mazungumzo yao. Yule kijana alikuwa anamwambia Ndile kwamba kwani Ndile shida inakuwa nini mama? Nakupenda sana mwenzio. Naomba nilete posa kwenu basi nikoe mama. Mimi nina nia dhati na wewe Ndile.
sipo kama vijana wengine, mimi nakuhitaji kweli Ndile. Ndile akawa anamwambia bana, mimi sikutaki, nishakwambia mimi na mtu wangu nampenda. Mimi wewe sikupendi, mbona unakuwa hivyo? Mbona unakuwa sio muelewa? Mimi naomba nikuoe tu. Mimi nakuahidi nikiishi na wewe Ndile, utanipenda tu. Maana mimi ni mwanaume mwema sana kwako Ndile. Sasa wakati wanaendelea na haya mazungumzo yao, Aisha sijui kwa nini nilipata wivu ajabu sana. Nikasogea mpaka pale nikasema, wewe Ndile, huyu nani? Hapo Ndile alishtuka, akaniangalia tu, na aliponiona akanyamaza kimya. Jamaa akasema, wewe vipi mshikaji? Nikamwambia, mshamba nini wewe? Wewe unaongea na mimi kipumbavu, unajua mimi nani? Hapo jamaa naye akapoa, akanyamaza kimya. Maana iliwaka kweli kweli. Mshikaji akasema, basi nisamee bro. Nikamwambia, sepa mshamba wewe. Kweli mshikaji akaondoka pale taratibu, hata nyuma hakugeuka. Nikabaki mimi pale na Ndile. Eti naye akawa anaondoka, nikamshika mkono nikamwambia, unanidharau si ndio? Huyu ni nani? Ndile akaniputa mkono wangu kisha akaanza kuondoka. Akawa hata hajanijibu ile swali nilikuwa nimemuuliza. Nikamfuata tena nikamshika. Nikamwambia, wewe unaniletea dharau mimi au sio? Hapo Ndile akabaki kimya. Nikaona huyu ngoja. Nilimwasha kibao kimoja hivi. Akashuka mpaka chini. Nikamuinua, nikamuuliza, yule nani? Hapo Ndile akaanza kulia. Akasema, sasa mbona nipige mimi makufanya nini? Lakini nikasema, yule nani? Na kuuliza, wewe mpumbavu, umemwaga shangazi yako unaenda kwa rafiki yako si ndio? Hapo ndo kwa rafiki yako. Na kuuliza, yule ndo bwanako ametoka kukutia na kuuliza. Sasa hapo Ndile akabaki analia tu, hata kuongea kawa ongei. Nikamwasha kofi jingine zito. Nikajua nimemuumiza. Hapa nikajishtukia. Maana alikuwa analia tu, huku akawa ameshika shavu hata kunijibu. Nikamshika mkono nikamwambia, samahani. Nimepata tu hasira, sijakusudia. Ndile akawa kimya analia zake tu. Nikamwangalia kwa huruma sana. Nikajikuta najutia kwa nini nimempiga sasa. Na wakati alikuwa anamkataa mshikaji, ila ni wivu tu ndio ambao ulikuwa umenishika. Sasa sijui ni nini ambacho hasa kinachonisumbua. Sielewi. Kwa sababu Ndile simpendi, lakini kwa nini nikimwona na mtu mwingine au nikisikia habari zozote kumhusu yeye nakuwa napatwa na wivu? Eti mnisaidie ndugu zangu, ni shida ni nini? Unajua, nikajikuta namwambia, nikamwambia, Ndile nyamaza basi. Kwanza acha kulia. Naomba kwenda nyumbani. Nikamwambia, utaenda, ila nyamaza kulia kwanza. Nakuomba nyamaza kulia, tuongee tafadhali nakuomba. Naomba uniache nirudi nyumbani kwanza. Nikamwambia, hapana. Mimi siwezi kukubali wewe uende huku ukiwa unalia. Hapo nikamshika mkono Ndile na kisha nikasogea naye kwa pembeni. Kulikuwa kuna gogo, nikakaa naye kwanza pale. Bado alikuwa analia kwa kwikwi. Nilitoa simu nikawasha tochi. Nikambulika usoni. Unajua nilimtoa mpaka alama maskini. Kikweli nilijisikia vibaya sana. Yaani vibaya mno. Nikamkumbatia kwa nguvu Ndile. Nilianza pale kumbembeleza huku nikiwa naomba msamaha. Basi nilimbembeleza mpaka kanyamaza. Akasema, mimi nataka kwenda nyumbani, muda umeenda. Nikasema, ni kweli muda umekwenda Ndile. Ila Ndile, naomba unisamehe. Ni kweli nilikuwa na hasira mno. Ulikuwa na hasira ya nini? Ulikuwa na hasira ya nini? Au mimi nimekukosea nini mpaka unipige? Nikamwambia, nakupenda. Ulivyokuwa unaninyamazia kipenzi wakati nakuuliza, nikajikuta napandwa na hasira. Nimejikuta nimejisikia wivu sana kukuona umesimama na mwanaume. Na ndio maana wivu? Wivu wa nini sasa? Kwani wewe unanitaka mimi? Au wewe una upendo na mimi wewe? Si umetoka kunitoa mimba na umeoa huko Dar es Salaam? Au unakuja kunifanya kama mimi ni mpumbavu? Au umezoea kuniumiza kila siku? Nimechoka Azizi. Azizi, naomba uniache na maisha yangu, sikuhitaji. Hapo akanyanyuka, nikamdaka mkono nikamvuta. Nikaa nimempakata sasa, nikamwambia, Ndile, naomba unisikilize. Nakupenda sana. Sasa hapo niliposema nakupenda sana, yani hata mwenyewe nilifeel, yani nilihisi kabisa hii imetoka moyoni. Nikamwambia, Ndile, sitaki ulie mama, sawa? Naomba tu yaongee haya. Na yanaongeleka mama. Hebu niache. Niache Azizi. Kwa sasa akataka kuinuka, nikamshikilia asitoke pale ambapo mimi nilikuwa nimemshika. Hapo kumbuka tupo karibu kabisa na kichaka, ilikuwa ni majira kama saa 6 za usiku hivi. Ila hakuna ambaye alikuwa anaogopa.
Kila mtu hisia zake zilikuwa zimemjaa. Kila mtu alikuwa na maumivu. Yaani Ndile alikuwa na maumivu yake na mimi pia nilikuwa na maumivu yangu. Ndile akasema, Azizi, wewe mimi unipendi. Tena unipendi kabisa, na hujawahi kunipenda Azizi. Unanitumia tu. Na ndio maana hujali kuhusu mimi Azizi. Hujali kama nina shida. Hujali kuhusu chochote, na kubwa zaidi umeenda kunitoa mpaka mimba bila hata matakwa yangu. Lakini mimi nilikuwa nakusikiliza Azizi kwa sababu nakupenda. Kile unachokifanya mimi nakubali kwa sababu ya mapenzi, lakini wewe huoni Azizi. Umezoea kuniumiza kwa maneno ya dhiaka na maumivu ya kila leo. Azizi, nimechoka. Hebu niache na maisha yangu. Na mimi na moyo Azizi, na mimi naumia, please. Hapo analia mno. Unajua nilimkumbatia na yeye akanikumbatia, huko akawa analia. Aisee, nilijisikia vibaya sana. Kwa jinsi ambavyo namtesa huyu mtoto nilijisikia vibaya mno. Bwana, nini hasa kitakachoendelea? Mimi naye hatujui. Hebu tukutane katika sehemu ya pili, sehemu inayofuata, tukapate kujua mzigo huu mtamu wa Binti Ndile kutoka kwake Habiba mara moja. Mimi naitwa Uncle J. Mambo ni mazito kweli kweli. Huyu jamani kama mtaka yote, yani kama anataka huku na huku, au nyinyi mnasemaje? Eti ndugu zanguni.